Geithia mundu ucio ngimwira ni wageithio ni baba. Ni wageithio ni baba. Mugeithie wega mwire ni wageithio ni ndungata ya Ngai. Wageithio ni ndungata ya Ngai. No mwire Jehova ndarikitie nawe. Jehova ndarikitie nawe. Hallelujah. Amina. Ngoro yakwa ni njaga ina thayo. Moyo wangu ni mwema una amani. Na ina kirigiriro kia muoyo. Una tumaini la uzima. Ndarugama honokete na ngakurwo ni Ngai. Nimesimama hapa nimeokoka nikakombolewa na Bwana. Na niĩ na Jesu twi ndugu. Na mimi na Yesu tu marafiki. Urio cionge we no uhonokete. Ulize we umeokoka. Sema amina. Amina. Ina-inĩ cio ngĩmwĩra nĩ ihinda rĩa kwĩigua. Gusa mwenzio mwambie ujisikie sana. We ndũmwĩra nĩ ihinda rĩa kwĩigua. Ujisikie sana katika Sema amen. Amen. Nĩ tondũ tũrerwo hĩndĩ ciothe tũikarage tukae kama twĩiguĩte. tukiwa tumejielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rĩu ningĩ njĩra ĩngĩ ya kwĩigua. Sasa katika njia nyingine ya kujielewa nĩ kũmenya atĩ ndũrĩ gwaku nyũmba. Ni kujua kwamba haumo katika nyumba yako. Nĩ kũmenya ndũrĩ wĩra-inĩ. Haumo kazini mwako. Nĩ kũmenya ndũrĩ ngari-inĩ ndũrĩ barabara. Hauko kwenye barabara ama katika gari. Ũmenyithie meciria maku na ngoro yaku. Julisha moyo wako na mawazo yako. Already nĩ ũkinyĩte nyũmba-inĩ ya Ngai. Umeshafika katika nyumba ya Bwana. Nĩ ũkinyĩte harĩa hatheru. Umefika mahali patakatifu. Harĩa Ngai acemanagia na atheru wake. Mahali Mungu kutana na watumishi wake watakatifu. Amen. Kuna mega waleria ngoro yaku no mbere we ngoro yakwa kinderia. Ni vyema unenee moyo wako waambie kwamba moyo wangu tulia. Kwa ndukagie na githagathago. Na mawazo yangu kawe na usiwe na wasiwasi. Ushoke utege matu maku ta bawa. Kisha ukatege masikio yako. Na nigetha uigue uria Ngai akwenda kwira kanitha. Hivi ukasikia vile Roho wa Bwana ataambia kanisa. Ngai ndaragia hindi ciothe. Mungu azungumzi kila wakati. No mugambo mwe wake. Lakini sauti yake moja. Kiugo kimwe kuma kanua gake. Neno lake moja kwenye kinywa chake. Nigicenjagia maundu maingi. Kinabadilisha mambo mengi. Ndaragia hindi ciothe. Hazungumzi kila wakati. No na kereriaria. Lakini anaposema maundu mothe ni macenjagia. Mambo yote yanabadilika. Na makagia na mwelekera. Na kuwa na mwelekeo. Oria we iguru muno. Amina. Mzuri sana. Sema amina. Amen. Na nĩ tondũ mũtũrĩre na bũrũri ũthiĩte na mbere na kũritũha. Kwa kuwa maisha yanazidi kuwa mazito. Menyithia ngoro yaku nĩ ũrĩkĩtie gũkinya. Julisha moyo wako umeshafika. Na wĩrirĩria mũno atĩ kamũira tuge shalom. Utamani sana kabla tuseme shalom. Ngai nĩagũkorwo arĩirie ngoro yaku. Mungu atakuwa amenenea moyo wako. Na nĩakwaria na roho waku. Atanena na roho wako. Nĩ tondũ nĩaragwĩciria meciria mega. Kwa kuwa anakuwaza mawazo mema. Na meciria ma thayũ. Na mawazo ya amani. Siku ya Jumapili tulifundishwa kuhusu akili za shetani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na basi ujue ya kwamba akili za shetani ama shetani anapowaza, yes, wakati mwingine hawezi akatishwa. Oh yes. Na wewe kwa sababu umefika kwa madhabahu. Oh yes. Kama hautajisikia, amen, utakapojisahau. Yes. Sikia hii. Utakapojisahau. Aha. Hapo ndio atakwisha kunyakua. Yes. Mawazo yako na maisha ya kwako. Yes. Hakuna kifaranga wa kuku anayechukuliwa, yes, akiwa pamoja na mama yake. Yes. Lakini atakapoacha mama yake atangatange peke yake. Yes. Oh yes. Amepatia mwewe nafasi. Yes. Lakini kila kifaranga anayekaa, yes, karibu na mama yake. Amen. Na Mungu amemjalia huyo kuku. Yes. Kuna sauti fulani anatoa. Aha. Watoto wake wanajua. Yes. Masaa ya hatari ndio haya. Yes. Aidha ajifiche. Yes. Ama akae karibu na mama yake. Oh yes. Sema amina. Amina. Na hapo ndio anasema nikiwa karibu na mama, yes, niko salama. Jasiri, yes. Niko salama. Kwa nini nimefundisha hiyo? Aha. Wako watu wanatakiwa, yes, hata wakiwa kwa madhabahu. Yes. Wanachukuliwa hata wakiwa kwa madhabahu. Sema amina. Amina. Kila mtu alinde mipaka ya kwake. Oh yes. Na kila mtu yuko na wingu la kwake. Oh yes. Na kukua na wingu la kwako, yes, hiyo ni personal. Oh yes. Sema amen. Amen. Sio wingu la kanisa tu, hata la kwako. Amen. Kodolea mazako macho, mwambie karanda. Mwambie kama macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tunaona maandiko inasema, yes, shetani anapata nafasi, aha, kwa mitume Petro, yes, hata wakiwa na Yesu. Kabisa. Na Yesu anamwambia nimeona. Aha. Nimeona. Yes. Shetani ameshuka kama umeme. Yes. Na tayari amekwisha kuomba nafasi na ruhusa, yes, ili akutingize kama ngano. Yes. Hiyo yote inafanyika wakiwa na Yesu.
Nataka nifundishe na nijibu swali. Amen. Ni nani huyo anapaswa Yes. kuupokea mwili wa Kristo? Hallelujah. Ni nani huyu anapaswa basi Yes. kupokea kikombe cha damu ya mwana kondoo? Maana usipojua, Yes. ukikuja hapa siku ya Jumapili, Amen. hata tupike chapati, hata upokee sakramenti, Yes. hata tukupatie kikombe ya divai, Amen. maisha yako hayatabadilika. Yes. Utakuwa tu kama mtu amekula chapo na kikombe cha juice. Oh yes. Kama utajua maana ya kupanga laini na kujiombea Yes. wiki mzima ili uqualify Amen. kwa wale watu Mungu anangojea Yes. wawe katika hiyo ibada. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama tumefika John, soma Kitabu ni cha Yohana 6 kuanzia pale 29. Inasema Yesu na hii ni point ya kwanza. Amina. Sema amina. Amina. Na kabla nifike hapo ujue kwamba kuna point kidogo. Yes. Yes. Kwanza nimeziruka. Yes. Nimeziruka kwa nini? Aha. Kwa sababu tayari ya kwamba naona hizo zimepita tu. Yes. Maana ya kwanza ni kila mtu awe anapenda Bwana Yesu. Amina. Na kuna mtu anaweza akakuwa kwa kanisa na hapendi mwana wa Mungu. Kuna mtu anaweza akawa kwa kanisa na ameoga na hajapenda Mungu. Hapana. Sema amina. Amen. Sasa tuko hapa nikufundishe. Point number 1 to the John. inasema pale 29. Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu. Hii ndiyo kazi Ya Mungu. ya Mungu. Salimia mwenzako mwambie kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Mwambie tena kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Na maandiko inasema hii. Hebu acha sasa tusikie ni gani. Hii ndiyo kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Soma tena. Inasema pale 29. Hii ndiyo kazi ya Mungu, muamini yeye. Muamini. Muamini. Sasa kazi ya Mungu ni wewe. Yes. Uamini yeye. Wewe uamini yeye. Yes. Aliyetumwa Aliyetumwa na yeye. aliyetumwa na Na yeye. yeye. Rudia tena John. Inasema pale 29. Yesu akajibu akawaambia, Yes. hii ndiyo kazi ya Mungu, muamini yeye Muamini yeye aliyetumwa na yeye. aliyetumwa na yeye. yeye. Tuthie Gikuyu. Ibuku nĩ rĩa Johana mũrango nĩ wa 6 mũhari nĩ 29. Yes. Maandĩko maraigwo ũũ. Nake Jesũ agĩcokia akĩmeera, wĩra wa Ngai nĩ rĩrĩ, Wĩra wa Ngai nĩ rĩrĩ, nĩ mwĩhoke ũrĩa arĩkĩtie. ni mwĩhoke na mwĩtĩkie ũrĩa Ngai atũmĩte. Sema amina. Amina. Ikiwezekana sasa funga Biblia yako. Kazi ya Mungu ya kwanza. Amina. Sema amina. Amina. Ni kuondoa shaka. Yes. Unapomwamini Baba yetu Amen. aliye juu mbinguni. Yes. Na ukajue Baba alituma mwana. Yes. Kwa ajili ya kutukomboa. Amen. Kwa ajili ya kutuponya. Yes. Kwa ajili ya kutubariki. Yes. Kwa ajili Yes. ya kutuongoza. Maana yeye Oh yes. ni mlinzi. Yes. Wene muraithi mwega. Yeye ni mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wene muraithi Ni ke. mchungaji mwema. Hivyo ni vizuri, jambo la kwanza kabla tuendelee sana. Yes. Katika moyo wako uwe na swali. Amen. Kabla hiyo siku haijafika tuwe na ibada Yes. ya meza ya Bwana. Amina. Jiulize kama unamwamini yeye. Oh yes. Aliyetumwa. Yes. Yeye aliyetumwa. Amen. Maana yeye aliyetumwa. Yes. Maandiko inasema alifika mahali akajitoa. Yes. Kwa ajili yetu. Amen. Akajitoa. Kwa ajili yetu. Ajili yetu. Akajitoa. Kwa ajili yetu. Kuna maandiko inasema ya kwamba yeye Amen. alifilisika kama masikini. Yes. Ili sisi tutajirike. Jirike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa kuna point nataka nikuelezee. Yes. Na haya ni maombi ya wiki mzima. Amen. Kama unataka kujiandaa Yes. na kushiriki katika meza ya Mungu siku ya Sunday. Amina. Sema amina. Amina. Lazima utafute jambo Yes. mtakalo badilishana na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana yeye anasema John kwangu. Yes. Mliobebezwa mizigo mizito. Yes. Na nitawapumzisha. Amina. Hey. Ebu amka. Oh Jesus. Nataka hii kiti. Simama kabuda. Oh yes. Ebu chukua hii kiti umbebe. Yes. Alafu kuja hapa. Oh Jesus. Anzia pale. Na kabla
hatujafika hapo. Yes. Nataka kila mtu anitazame. My Amen. God. Na utafute lengo iliyo kamili Oh yes. ya kukusaidia na ya kukuongoza Yes. na ya kukubalisha. Amen. Ya kukubalisha. Yes. Ushiriki kwa ibada. Amen. Ya meza ya Mungu. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la kwanza nasema ya kwamba John kwangu Yes. mliobebezwa. Hapa kuna point mbili. Amen. Kuna aliyebebezwa Yes. na kuna aliyebeba. Beba. Anasema John kwangu nyote Yes. mliobebezwa mizigo mizito chao. Yes. Na mimi Yesu Oh yes. nitawapumzisha. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Hello. Nikondolee macho. Yes. Chukua hiyo kiti tena urudi pale. Anaposema John, Yes. hajakuambia nisubiri nikuje. Hapana. Jambo la Anawaita. kwanza ni wewe uchukue hatua ya imani. Yes. Na ujue umebebezwa mizigo. Yes. Ujue kuna magonjwa na sio yangu. Kuna aibu niliyobebeshwa. Hallelujah. Oh Jesus. Halo. Hello. Mwana wa Mungu Amen. akueta gukua. Amebeba kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Akueta weka. Amebeba mizigo. Tuseme sasa yule Yes. amebebeshwa maisha Amen. ya aibu. Kabisa. Hivyo siku ya Sunday kuja na lengo moja. Amina. Ya kwamba nimekuja kwako. Yes. Niko tayari Yeah. kumega mkate wa Bwana. Yes. Niko pa tayari. Amen. Hallelujah. Kukupatia aibu ya kwangu. Na wewe. Hallelujah. Tarakaguni ndio leka yarenda. Yes. Sema amina. Amina. Huyu amebebezwa magonjwa. Amina. Amebebezwa mambo mengi. Oh yes. Halo. Halo. Yesu anamsema Yes. John nyote Amen. mliobebezwa mizigo mizito Yes. na mliolemewa Na kulemewa. John. Yes. John. Oh yes. John kwangu. Oh yes. Mliokuwa na maisha ya aibu. Yes. Maisha ya utumwa. Yes. Maisha ya madawa. Hallelujah. Maisha ya kutukanwa. Hallelujah. Jesus. Na mtakapofika kwangu nitawapumzisha. Amen. Sikia sasa, huyu anapumzishwa nini? Mizigo. Laana. Yes. Utumwa. Magonjwa. Kisirani. Anapumzishwa. Alafu akikwisha kupumzishwa, sema amina. Amen. Kuna kitu Mungu anampatia. Oh yes. Na atakapokipokea, Yes. sema amina. Amina. Amepokea zawadi Oh yes. ya uzima Wa milele. wa milele. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Watu wengi wanadhania na wanafikiria uzima wa milele lazima ukufe Hapana. tufike mbinguni. Sema amina. Amina. Kila anayejitambua, Yes. anayejifahamu, Yes. anayesema nimechoka, Oh yes. hii magonjwa Yes. nimechoka, sema amina. Amina. Anapatikana wapi? Maana nimechoka na haya maisha yasiyo yangu, maisha ya kuchekelewa. Nimechoka. Oh Jesus. Wale wanauliza sasa, anapatikana wapi? Sema amina. Maana kwa wanasema nitakapojua mahali anapatikana, utumwa wangu unafika mwisho, magonjwa yangu yanafika mwisho, aibu yako inafika mwisho. Hallelujah. Jesus. Oh Jesus. Halo. Amina. Alafu ya mtu kile amepewa Yes. hapo immediately. Amen. Halo. Hello. Anaanza kutumia nyota ya uzima. Amen. Wa milele. Uzima wa milele, wacha nikutafusiria kidogo. Oh yes. Sema amina. Amina. Ni uishi mpaka mapenzi ya Mungu yatimie. Hallelujah. Hata waandamane. Yes. Hakuna kitu cha kukutoa duniani. Oh yes. Hata wakuroge. Amen. Hata gari pingirike. Yes. Hata kansa iongezeke. Hallelujah. Hallelujah. Halo. Hello. Uzima wa milele ni uishi mpaka utosheke. Yes. Sema amina. Amina. Maandiko inasema kuna mzee mmoja aliitwa Yes. Simeoni. Yes.
Mungu alimwambia hata uzeeke utembee na magoti. Oh yes. Hautakufa. Mpaka wakati utaona. Amen. Atakaye kuja akomboe Israeli. Amina. Maandiko inasema huyo mzee kila wakati anauliza kwamba kwani atazaliwa lini? Yes. Yaani amezeeka mpaka anatamani apumzike. Oh yes. Na maandiko inasema kwamba alipomdedicate mwana wa Mungu. Amen. Alitoka hapo nje kwa madhabahu akainua mikono. Amen. Akasema sasa Yes. mkubali mtumishi wako apumzike kwa amani. Sasa wacha nipumzike. Hallelujah. Wacha nipumzike. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Huyo ni mtu aliyepokea nyota ya uzima wa milele. Hallelujah. Hata wakwende kwa Karumazira. Hakuna kitu kitakutoa. Amen. Hapa chini ya jua. Amen. Kama sio mapenzi ya Mungu. Oh yes. Sema amina. Amina. Shokari akabuda na wewe getekea kugua. Oh Jesus. Jesus. Hello. Hello. Hivyo jambo la kwanza ujue. Yes. Nikimugacejania na mũrũ wa Ngai. Nini mtabadilishana na mwana wa Mungu? Hello. Hello. Maana unapaswa umuletee magonjwa yako, yeye atajua kuli atapeleka. Yes. Umuletee hiyo minyororo yako, atajua atafuga nayo nini. Oh, yes. Umuletee hiyo kicheko, atajua. Yes. Umuletee maisha ya aibu. Yes. Sema amina. Amina. Na immediately uliobebezwa mizigo na uliobeba mizigo, mizigo ya baba yako, mizigo ya ndugu yako, magonjwa ya familia, utapumzishwa. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utafanya nini? Utapumzishwa. Utapumzishwa. Oh yes. Labda ni mtu aliyekubebeza mizigo. Hello. Hello. Hivyo ni vizuri sana ukikuja. Hallelujah. Uwe na lile jambo. Litasimama mbele ya Mungu. Atani wana ndoga metaha. Nimesimama hapa. Wewe kinataka tusajania na mũrũ wa Ngai. Kuna kitu nataka tubadilishane na mwana wa Mungu. Anipe amani ya kwake. Oh yes. Nimupe kisirani niliyopewa. Oh yes. Anipe baraka ya kwake. Yes. Nimupe laana walionipa. Yes. Hallelujah. Kama lege John. Inasema pale 29. Yesu akajibu, yes, akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Inasema pale 30, wakamwambia, unafanya ishara gani basi ili tuione? Ona kinya hau tothie gekoyo rengi ikarathe kabla. Muhari ni wa 29. Nake Jesu agicokia akimera, wira wa Ngai ni riri, ni mwihoke uria arekete, ni mwihoke uria arekete na mwitikie uria arekete. Yes. Hakuna haja ukuja kupokea mwili wake, yes, na damu yake kama bado haujamwamini. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakuna haja upange laini na bado haujamwamini. Yes. Oh yes. Lakini wale wanamuamini, yes, waamini ya kutosha, yes, na waseme ya kwamba siku ya Sunday, oh yes, sitabeba mizigo tena. Amina. Sema amina. Amina. Siku ya Sunday, yes, nitakapopokea mwili wa baba yetu. Hallelujah. Na hiyo pamoja na mawazo yako, uwe tayari. Amen. Hello. Hello. Hapo ndio unaona. Yes. Na hapo ndio utaona. Hata watu wengine kabla hawajaupokea, yes, muujiza umeanza kutendeka kwao. Oh yes. Hata kabla hajafika hapa mbele, yes, tayari amekombolewa. Amina. Sema amina. Amina. Maana tayari amekwisha kujua. Yes. Niki kia moto wa mbele ya Ngai. Nini kimemleta mbele za Bwana? Lakini ukikuja alafu uangalia uone watu wanaona watu wanaenda alafu wengine wanafanya hivi. Ni tariki nya tureruta. Ni kama hatua tujifunza. Riu nawe weciria ati uguko hau mbere wike oguo. Sasa hata wewe nadhani utafanya tu hivyo. No thoda wanyua. Hiyo ni soda tu umekunywa. Ginya minyo ndingekua. Mpaka minyoo iwezi kufa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini atakaye upokea. Yes. Sema amina. Amina. Na kama ndiko inasema kwamba basi atapokea nyota ya uzima wa milele. Yes. Hapa ndio utaona kwamba kila magonjwa yaliyojificha ndani ya tumbo, yes, kila uvimbe utaondoka uliojificha ndani ya nini? Ya tumbo. Ya tumbo kutawaka moto. Oh Jesus. Ndio mazako mwambie kutawaka moto. Kutawaka moto. Na hapo ndio nataka nikuchallenge. Yes. Kama utakuja hapa na imani ya kutosha, yes, hata kama uliambiwa uko na shida ya fibroid, yes, hata kama uliambiwa huwezi pata mtoto, njoo mjaribu Mungu. Amen.
Roho mutheru ndagetora Nyumba tulitwandikira Jesu ndagenyuanira Ikombe kimwana imono ena motweka tatu Kenge Unye iliade akiro Musamia tuiwa Jesu. Turudi nyuma, Yohana 3 mstari wa 15. Yohana 3 mstari wa 15. Inasema ila kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. 17. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu bali kupitia kwake. Anzia tena sasa. Inasema pale 13 Yohana 3 inasema usisahau ya kwamba point number 1 tumeambiwa lazima uamini nani? Aliyetumwa. Alafu sasa maandiko imekuja kukujibu vizuri. 15 inajibu ili kila mtu amwaminie. Nataka tuende pole pole. Amen. Hapa maandiko haijasema ni Mjaruo. Hapana. Haijasema ni Mokareji. Hapana. Haijasema ni Mukikuyu. Hapana. Haijasema ni Mokamba. Hapana. Maandiko inasema kila mtu amwamfanye nini? Amwaminie. Yes. Kila mwanadamu anayemwamini. Aidha ni wa wapi? Yes. Anayemwamini. Yes. Mwana wa Mungu. Amen. Soma. Awe na uzima wa milele. Awe na nini? Na uzima wa milele. Nikodolea macho. Yes. Sema amen. Amen. Hivyo kuna wanadamu. Yes. Hata ukiwaona wakitembea. Ndani yao. Tayari wameupokea. Uzima wa milele. Amen. Hata ukimwona hoteli akisema smoki 3. Ndani yake amekwisha kupokea uzima wa milele. Sema amen. Amina. Hata akikwenda mahali Kitui apata kuna kibao kimeandikwa mganga kutoka wapi, hiyo haimutishi. Maana kuna kitu moja anakijua. Kama namwamini mwana wa Mungu, hata muleta uchawi ya wapi, hata uchawi ya Kitui. Haleluya. Huyo sio wale wa kutishwa. Tajua mimi ni Mokesi. Yes. Tajua mimi ni Mokamba, tajua mimi ni Mokekoyo. Haijalishi. Ana gari yako dhieko. Hiyo ni gari ya kwenda wapi? Sema amen. Amina. Sio ndio mata hutekaga. Ni wasioguzika. Halo. Hata muganga akifikiria kumroga. Yes. Aenda mahali achukue mchanga aliyokanyanga. Kabla hajapeleka kwa nyumba ya kuroga. Moto unawaka. Haleluya. Maana hata hatua za kwake tayari zimekwisha kupokea uzima wa milele. Hata mavazi ya kwake. Oh yes. Hey. Haleluya. Huyo mtu hadi kachifu yake ikipotea. Yes. Muganga afikiria kwenda kuiroga. Jambo la kwanza. Mtoto wa muganga aliyegojeka anapona. Oh yes. Anapona. Anafanya nini? Anapona. Na huyo muganga bado ni mjinga. Anakuanga na vidonda vya tumbo. Hivyo kabla hajafanya uchawi anapona. Yani mtoto wangu ana maandiko inasema walipoweka bidii wajikaza wamtandike mwana wa Mungu. Mmoja wa wale walikuwa na mtandika alikuwa kipofu. Haleluya. Wakati tone la damu ya mwana kondoo lilipogusa jicho la kwake, maandiko inasema alipona. Oh yeah. Haleluya. Watachukua nguo ya kwako badala wairoge, wanapona. Watoto wao wanapona, wazazi wao wanapona. Ino mkono sema nimetangaza muujiza. Sijui kama umenielewa. Unajua huyo mganga bado ni mjinga. Maana yuko na mtoto mgonjwa. Amejaribu kumtengeneza na miti shamba. Imesindikana.
Sasa mavazi ya kwako Amen. yatakapofika kwa nyumba yake, Yes. hapo ndio ataona miguu ya mtoto wake imeanza kunyoka. Hapo ndio atasema mavazi niliyo nayo ni ya mtu aliye na muujiza, mtu aliye na upako, aliye na mafuta. Piga kelele! Hallelujah. Yes. Hapo ndio utaona huyo mganga badala ya kugange, badala ya kuroge, Yes. waweza kusema Hey. huyu mtu Si wa kawaida. yuko na Mungu. Amina. Wale watu wote walitendewa na mwana wa Mungu, Yes. na wale waliponywa Oh yes. walisema mimi sitaki kujua Oh yes. ametumia mate, ametumia nini. Kila najua nilikuwa kipofu, lakini sasa naona. Sijui kama ametumia supu ya ngamia. Kila najua nilikuwa kiwete, lakini tayari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hapo ndio mganga atakapolala. Yes. Malaika wako atamtokea usiku. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Eroso ketonya deini. Ketonya deini. Sema amen. Amina. Maana maandiko inasema Yes. mtu mmoja alitamani alitamani mke wa Ibrahimu. Oh yes. Sema amen. Amina. Na akataka kulala na yeye. My God. Sema amen. Hallelujah. Lakini maandiko inasema Yes. kabla hajajipanga vizuri. Yes. Oh yes. Oh yes. Amina. Kabla tundawa aliyomeza, kabla ugali aliyokula, Yes. kabla samaki Yes. haijafanya kazi, malaika akamtokea kamwambia Abimeleki, wewe umekufa. Haleluya. Hey. Mungu akamwambia mambo ni mawili, Yes. mapema ndio best. Urudishe mke wa mtumishi wangu, kama sio hivyo Ndio. Kufa. na kuua. Yes. Alafu Mungu akamwambia hapa kwa masikio, Yes. na wanawake wote wa huu mji Yes. nimekamata mayai yao. Amen. Hawatazaa. Ndio. Hawatazaa. Hiki ndio kitafanyika Yes. kwa watakaochukua nguo yako, watakaochukua kiatu yako, watakaojaribu kukuroga. Haleluya. Usiku malaika atashuka, hapo ndio atawaambia habari yako wewe mfu. Wewe nani? Mfu. Sema amen. Amen. Habari yako wewe nani? Mfu. Na huyu jamaa alikuwa tajiri, Ibrahimu alikuwa masikini. Mungu akamwambia uende na upige magoti na uombe msamaha. Yes. Naye mtumishi wangu nitaweka neema kwake, Yes. atakuombea. Hallelujah. Haro. Amen. Yoyote aliyekutendea mambo mabaya, apende asipende, atapiga magoti. Aliendea biashara yako, atapiga magoti. Aliendea huduma yako, atapiga magoti. Haleluya. Wapi kelele? Aya guoko iguru uga no magaturia maru. Uga no magaturia maru. Wapende Wasipende. sema amen. Amina. Wakati tu amechukua kiatu yako alikuwa anafikiria na kuroga. Kwanza muujiza unafanyika kwake. Ni Mungu anakutambulisha. Oh yes. Wewe ni nani? Hallelujah. Ni Mungu anataka kukutambulisha mbele ya mganga. Oh yes. Hiyo kiatu uliyochukua. Wacha nikutambulishe. Kweli? Nikujulishe huyo ni nani. Hapo ndio DJ anasema makosa. Makosa. Abia mwenzako makosa. Makosa. Haleluya. Amina. Sema amina. Amen. Ero shoge ni maroka. Wanakuja. Domwira ni maroka. Wanakuja. Domwira leke ni maroka. Wanakuja. Unajua kuna watu Mungu amekusha kuwafunga kwa sababu ya kukukasirikia. Yes. Unajua Kabisa. kuna watu Mungu amekusha kufunga mambo yao. Amen. Kwa sababu ya kukuletea kisirani.
Halo. Hallelujah. Na hata wewe kichwa ngumu. Kabisa, lazima. Ginya rĩrĩa mũtwe ũcio kororoa. Mpaka ile siku kichwa kitakuwa vizuri. Akuja kuambia by the way. Aha. Mimi kuna mambo nataka tuiweke wazi. Yes. Unaona wakati ulifutwa kazi? Ni mimi nilikuendea tu. Na kutoka hiyo siku mambo yangu imefanya nini? Imeharibika. Halo. Halo. Hapo ndio unamwambia sasa hata kabla nikusamehe. Yes. Kabla nifanya nini? Nikusamehe. Itabe itagokurekera. Kabla nikusamehe. Wethi mwemwe afatie kuhura no hoye ndigakorwa muteja. Kuna simu moja nataka kupiga na omba isiwe mteja. Tondu ucio anjira ngorekere. Nikusamehe. Nitakurekera. Nitakusamehe. Ngona wahura thimu. Uone upige simu. Ugaimeni. Amina. Najua ni vizuri hili. Bado mimi nikutambulisha yeye ni nani. Yes. Wewe. Shetani anakuja akiwa amejigeuza kama malaika wa nuru. Kabisa. Naweza jifanya nisamehe tukubatiane na kumbe bado ni kenyonyo. Ni pepo. Kumbe bado ni daimono. Yes. Sema amina. Amina. Kenya. Sasa hapo ndio nakuambia. Ni Ngai ũrakinyanĩria ũrathi. Ni Mungu anatimiza unabii. Ni Ngai ũreka atĩa? Ni Mungu anatimiza unabii. Halo. Hello. Ngakwĩra basi. Yes. Mwambie piga magoti utafute mitungi mbili ya maji. Yes. Thimũ rauga ũitĩrĩrio mitungi ĩrĩ ya maji. Mwagiliwe mtungi mbili ya maji. Sema amina. Amina. Aliyekuwa kipofu alisema mimi sitaki kujua ni njia gani ilitumika. Yes. Bado nione. Kile nahitaji nipone. Ndirona. Yes. Hallelujah. Amina. Roma. Inaendelea pale 15. Ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Awe na nini? Na uzima wa milele. Sema amina. Amina. Na mtukuza Mungu aliyenituma hapa. Amina. Sema amina. Amina. Maana wale Mungu atakubarisha. Yes. Wafike hapa siku ya Jumapili. Ikiwa ndani yao kuna kifo cha mapema kilikuwa kimepangwa. Hapa ndio kitaondoka. Ikiwa kuna magonjwa ya kansa. Hallelujah. Inasema pale 15. Ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Sikia, huyo mtu bado hajakufa. Yes. Huyo mtu atakuwa hapa siku ya Sunday. Amen. Na immediately atapewa nyota Yes. ya uzima wa milele. Hapo ndio tutasema. Yes. Kama vile tulikuwa tunasema tukiwa tumegojeka Mungai. Kwani kulikuwa na hiyo Mungai? Mtu analala akiwa amekonda, asubuhi amenona. Amevimba shingo. Mashavu inatoshana hivi. Halo. Halo. Wewe mtu akienda shule anaambiwa aende nyumbani maana hiyo ugonjwa ilikuwa inaambukizanwa. Kabisa. Sasa ulikuwa unapata ya kwamba kwa hiyo kijiji moja. Yes. Ciana ciothe ihana tutongo. Watoto wote wamevimba. Wanakaa matajiri. Yes. Watu walikuwa wanaambiwa ya kwamba wapange laini. Yes. Sijui ilikuwa ni masaa ya 6. Alafu wanaangalia upande ule mwingine. Yes. Wanasema sikiani watu wapande hiyo. Yes. Chukuani Mungai wanyu. Unaona kwa kuamini? Kwa imani. Kesho asubuhi. Yes. Hawa hawana Mungai. Watu wapande hiyo wamefura. Wamepokea nini? Mungai yao. Hiyo ndio itafanyika siku ya Jumapili. Sema amina. Hapo ndio tutasema. Kama kuna mahali pana kuumaka, hapa ndio utasema. Chukueni magonjwa yenu. Chukueni laana yenu. Piga kelele. Yes. Kama tuko pamoja shangilia Bwana. Kama unanielewa sema amen. Hiyo ni ya Sunday. Sunday. Hiyo ni ya nini? Sunday. Hiyo ni ya Sunday. My God. Kama kuna wakati kuna mguu nakataa kunyooka. Yes. Hata ukifanya hivi. Kuja siku ya Sunday. Yes. Hapo ndio tutawaambia. Na utawaambia wewe. Uliyenitumia hii. Sasa sikia. Chukua uwete wako. In the name of Jesus. Hallelujah. Alafu utapata sasa. Kila mtu aliyekuwa na shida ya mifupa amerukaruka vizuri. Amekuwa salama. Hallelujah. Sema amina. Amina. Hello. Hello. Hii itafanyika siku ya Sunday. My God. Na ndio nilikwambia kama itawezekana ulete mama yako. Yes. Leta baba yako, leta kazini yako. Yes. Unajua kuna watu wamebeba mauti Kweli. ndani ya miili yao.
Sema amina. Amina. Ndiposa maisha yao imejaa huzuni. Yes. Maana wamebebezwa jeneza. Yes. Jeneza. Sema amina. Amina. Maandiko imetuelezea vizuri. Yes. Ikasema wale wote Yes. wanaomwamini watapokea uzima wa milele. Sema amina. Sasa watu watatuambia uzima. Waambie uzima. Waambie uzima. Hapa ndio tutasema. Sasa kwa imani kila magonjwa ya kuleta mauti Iondoke kwa jina la Yesu. Halo. Unafikiria ni watu wangapi wanaonekana wako na mimba na wamebeba nyoka? Wengi mno. Na anaenda clinic. Akipigwa picha inajigeuza sasa. Kabisa. Kwa picha inatoa ni mtoto. Sema amina. Amina. Inaitwa akili Ya shetani. wanasema ya kwamba nikanaga akina, Mtoto lakini wa akitoka hapo inakuwa ni nyoka kabisa. Hapo ndio unapata ya kwamba ila mtoto amezaliwa amekufa, amekufia kwa tumbo. Yes. Kumbe haikuwa mimba ya kawaida. Oh yes. Ilikuwa ni ujauzito ikionekana, lakini ndani yake alibebezwa chura. Yes. Sema amina. Amina. Natamani hiyo siku ifike. Oh yes. Maana kila mwanadamu atakayefika hapa Amen. lazima awe na uzima Amen. wa milele. Oh yes. Ako ugonjwa unasemaga ni tako. Sijui ni ugonjwa wa moyo. Sijui ni wa mapafu. Sijui ni kujikuna. Itaondoka. Jina la Yesu. Tutakwenda nyumbani Kiwa umewekwa kiwa huru na uzima wa milele. Alafu nilikutafsiria uzima wa milele ni nini? Wale wanakumbuka Yes. uzima wa milele Amen. ni uishi mpaka uboeke. Oh yes. Uishi Mpaka uboeke. otherwise hata wakileta magonjwa ya kishukari Yes. hayata kutoa hapa. Amen. Hata walete pressure Yes. haita kutoa hapa. Amen. Halo. Hello. Ndiria ndore mere utore ginya woiganie. Uishi Mpaka mpaka uboeke. Mere utore ginya Uishi woiganie. mpaka Tora pinya uiganie. Amen. Natamani hiyo siku ifike. My God. Unajua macho ya mwili yanaona mwili Kabisa. na ya roho yanaona roho. Yanaona roho. Hebu nitazame. Kutoka Januari watu wangapi ulikuwa unawajua? Over Sunday ukapigiwa simu ukaambiwa wameweza kuaga dunia. Watu wangapi umewazika na walikuwa Yes. na afya ya kwao? Kabisa. Jambo likatokea wamekufa. Yes. Halo? Hello. Watu wakisema happy new year, happy new year. Nani angejua huyo mtu amebeba mauti, amebeba kifo na hata fika mwezi wa 7. Yes. Damu ilicheza kawaida. Kabisa. Lakini kumbe ndani yake amebebezwa jeneza. Mauti. Kabisa. Sema amina. Amina. Sasa kwa sababu haujui Yes. ni wapi wamekuwekea alama, Yes. ni wapi wamekuwekea Mipaka. mitego, Oh, yes. Roho wa Mungu atakuwa ndani ya kazi. Amina. Maana kila mitego ya mauti, nasema kila mitego ya mauti itaharibiwa Kwa jina la Yesu. Kodole mezako macho, mwambie don't miss. Don't Miss. Halo. Napata mtu alikuwa salama. Kukaa kati amekufa. Ai. Nini imemuua? Sijui risasi imetoka, sijui wapi imemgonga. Sijui nini. Hiyo haitafanyika kwako. Jesus. Hapo ukisema amina ni nzuri. Yes. Amen. Nasema hiyo haitafanyika kwako. Amina. Hallelujah. Amen. Halo. Hello. Alafu tena kabla wafikiria wanapanga mambo mengine. Yes. Halo. Hello. Nami Mungu ananiambia tangaza ibada ingine Amina. ya meza ya Bwana. Ili tena mitango yao inaharibiwa. Amina. Sema amina. Kama wamepanga baada ya miaka 10 utakuwa na uvimbe. Siku ya Sunday utapasuliwa. Uvimbe utaondolewa. Kama wamepanga baada ya miaka 3 utakuwa na shida ya maini. Itang'olewa. Jina la Yesu. Kuna kitu kingine kitafanyika. Hiyo uzee umebadikwa na shetani. Wewe. Wachukue uzee wao. Wachukue nini? Uzee wao.
unadanganywa na shetani. Yes, ati umezeeka. Unajiangalia hivi kwa kioo. Unaona nywele ya white. Ishindwe sana. Alafu anakuambia nikuthie wewe nikuthie urathi. Hakuna. Hiyo ashindwe. Ishindwe milele. Hiyo uzee usio wako. Amen. Ado horere wewe. Wewe tulia. Sasa turoma huko tuhana manyanga. Utatoka hapa ukiwa kama manyanga. Tuhana ke. Manyanga sasa. Tuhana manyanga. Maana maandiko inasema. Amen. Divai ya kwanza. Yes. Iliisha. Amen. Alipotengeneza ya Ya pili. pili ilikuwa Ikawa nzuri tamu. kuliko ya mwanzo. Hallelujah. Amen. Ilitengenezwa na nani? Yesu Kristo. Sasa Sunday Yes. hatutumii tu ile imetengenezwa. Hapana. Tunatumia yake mwenyewe. Original. Itakapofika ndani ya mifupa. Yes. Mifupa inanyoka. Ngozi inanyoka. Yesu. Utaona mtu yuko na miaka 60. Yes. Lakini uso wake umeng'aa kama nyota. Yes. Halo. Halo. Yes. Kwa Ngai ni kwega. Kwa Mungu ni kuzuri. Kwa Ngai. Kwa Mungu ni kwema. Na kwa Ngai no kwa Ngai eraga mundu Kwa Mungu ndio anaambia mtu uhoro waku shosho. habari yako shoshi. Guko uhoro waku. Guka habari yako. We hariri to ni ukuhanda. Jiandae kwa kuwa utapata No ujauzito. kwa Ngai guthiaga uguo. Kwa Mungu kuna hivyo. Mundu urainamite agatuika si. Mtu alikuwa ameinama kawa si. Jehova akaringa kiama akamutua pi. Jehova anatenda muujiza na kuwa pi. Amen. No kwa Ngai. Ni kwa Mungu tu. Kinya ndimoragia uyu niki areka kliniki. Ni nini huyu anafanya kliniki huyu? Niki areka ki. Ni nini anafanya kliniki? Anapanga laini wakipanga. Yes. Sema amina. Amina. Wakitema mate kwanza yake anatemea hapa. Wajue hata yeye amebeba. Amen. No kwa Ngai. Ni kwa Mungu. Ngai auga niwe. Mungu akisema ni wewe. Kayoga no koro. Miaka yote na uzee. Nekora yoraga. Inapotea. Nekora yoraga. Inapotea. Ngai yake kwenda. Mungu akikupenda. Ngai ni akwenda. Amekupenda. Aha. 15 ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Sasa watu wawili waambie upokee uzima wa milele. Pokea uzima wa milele. Aha, twende. 16 inaendelea. Aha. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa Hiyo ni point nyingine. inasema 16. Aha. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata hakumtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie Ili kila mtu amwaminie asipotee. Sema amina. Amina. Salimia watu watano waambie hakuna kupotea tena. Hakuna kupotea tena. Waambie hakuna kupotea tena. Hakuna kupotea. Salimia watu watano kwa imani. Amina. Waambie hakuna kupotea tena. Hakuna kupotea tena. Hey. Ukimaliza kuwasalimia Amen. sasa unitazame vizuri. Aha. Sema amina. Amina. Hallelujah. Amina. Ni maandiko inasema yeyote anayemwamini asipotee. Na mtukuza Baba wa mbinguni. Amina. Mungu wa Ibrahimu. Yes. Isaka na Yakobo. Amen. Sema amina. Amina. Maana hautafanyika mtoto yatima. Hautapotea. Hata shetani akiharibu njia, inua mikono sema sitapotea. Hata wachawi wakishikana, inua mikono sema sitapotea. Sitapotea. Amen. Hey. Naomba unitazame. Amina. Sema amen. Amina. Nimekuambia nazurura kama simba aliye Yes. njaa. Halo. Hello. Daudi aliomba akasema, Yes. Ngai ndorie wega-inĩ waku. Mungu nidumishe katika wema wako. Ugaemeni. Amen. Na akiuga kuma rĩrĩa ndarĩ mũnini Nasema tangu nilipokuwa mdogo nginya rĩrĩa ndarĩ mũkũrũ hata sasa nikawa mzee, ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai sijaona aliyemtumainia Bwana tiganĩirio nĩ Jehova akiwa ameachwa na Jehova kana ciana ciake ama watoto wake ikĩhoya gĩa kũrĩa. wakiomba chakula. Hii itafanyika siku Oh yes. ya Jumapili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inua mkono sema sitapotea tena. Sitapotea tena. Sema sitapotea tena. Sitapotea tena. Wewe unajua kupotea ni njia gani? Oh yes. Kupotea ni mtu anafika Aha. wakati wa kuoa. Yes. Sema amina. Amina. Anapotezwa na shetani. Kabisa. Badala aoe mwe haki, anaoa waithera. Aha. Huyu amepotea. Aha. Sema amina. Amina. Badala aweke kazi
ya nguo anaweka ya viatu, akili ya kishetani. Lakini kuanzia Sunday hakuna atakayepotea, hakuna atakayepotea. Hata shetani akiingilia akileta ujanja wake, hakuna Potea tena. hakuna atapotea. Ndoria wothe urikaga Ile jambo unatenda ni uririgagio ni Ngai, takuwa linafanikishwa na Mungu. alafu Yes. kuna kitu kingine Mungu atakifanya Amen. hapo mbele. Amina. Kila aliyepotea Yes. malaika watatumwa. Amen. Halo, Hello. malaika atafanya nini? Atatumwa. Malaika watatumwa Yes. wamuende huyo yuko Kisumu. Amina. Sema amina. Amina. Huyu amepotea, Oh yes. awekwe kwa laini. Amen. Na Ngai yuge oyo ti wa ndigwa rĩngĩ, Sema huyu si yatima oyo ti tena. wa ngoria hii. Huyu si maskini. Halo, Hello. na hataomba mikate Yes. barabarani, Oh yes. hataomba chakula. Amen. Salimia mmoja, mwambie hautapotea, Hautapotea tena. mwambie hautapotea. Hautapotea. Hata watu wakikuja majaribu kukupotoza, Yes. haitawezekana. Haitawezekana. Amen. Hata akili za kwako Yes. hazitaibiwa. Amen. Mtu alikuwa anakuja na ujanja wake, anamwambia baba, Nikuona hiyo mapema. hiyo niliona mapema hiyo. Amen. Yes. Hiyo tuliifanya bereni na nyanya yako. Amina. Hiyo mchezo ya unaleta. Akifikiria alikuwa kuigiza box. Yes. Jehova agakinya mbele. Jehova anafika mbele. Nĩtũrangaire rogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Haleluya. Na ndahoya ũndũ ũcio wambĩrĩrie wiki ĩno. Naomba hilo jambo lianzie wiki Mũndũ hii. wothe worĩte, Yeyote aliyepotea. malaika akipizana na yeye, Amina. huyo mtu atafutwe. Aliyekuwa wa Mungu na aliibiwa, alipotea. Amen. Inaendelea kusema Aha. kwa maana jinsi hii Yes. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu Yes. amwaminie asipotee Oh, yes. bali awe na uzima wa Sikia, milele. bali Awe na uzima wa milele. sasa huyo halo Hello. ni mwenye sasa amebebezwa mizigo isiyo yake na magonjwa. Maandiko imesema asipotee bali Awe na awe na uzima. Wa milele. Bereni hakuwa na uzima, Kweli. lakini kuanzia Sunday atakuwa na uzima. Amen. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. atakuwa na uzima. Milele. Ukikwisha kupokea hiyo nyota ya uzima wa milele, Yes. anza kutangazia huyo kenyonyo wa kwenyu Amen. hiyo laana ya kwenyu, Oh yes. na umwambie sasa, sikia wewe laana, Amen. kama ulizoea kuangusha watu wakifikisha miaka 70, Yes. umechanganyikiwa sana. Amina. Maana mimi nagonga 100 Yes. na 13. Amina. Ukasema amina nzuri. Saitani ni yale matu Shetani ana masikio. atani yale ke Ana masikio. mama gikoyo. Ibuku nĩ rĩa Johana mũrango no 3 mũhari nĩ 15 nĩgetha mũndũ o wothe ũkũmwĩtĩkia Wothe ũkũmwĩtĩkia agĩe na muoyo wa tene na tene. tageithie ũcio ũngĩmwĩra nĩ wega ũmwĩtĩkie. Ni vyema umwamini. We ndũmwĩre nĩ wega ũmwĩtĩkie. Ni vyema umwamini. Sema amen. Yes, ni wega wiki atia. Ni vyema umwamini. Kama ni mgonjwa amini atafanya nini? Atapona. Amini atapona. Oh yes. Basi tutoke pale 18 tuende mpaka pale mstari wa 36. Yohana 3:36. Naendelea kusema yeyote anayemwamini mwana ana uzima wa milele. Lakini asiyemwamini mwana Au na point yako lakini asiyemwamini mwana hatauona uzima bali ghadhabu ya Mungu itakuwa juu yake. Imemaliza. Tothie gikoyo 36 irauga ũrĩa wĩtĩkĩtie mũriũ ena muoyo wa tene na tene. Oguo tayari aliyekwisha kumpokea na kumwamini mwana wa Mungu. Yes. Kuna kitu alipewa. Amen. Na kuna kitu atapewa. Oh, yes. Uzima Wa milele. wa milele. Amen. Hivyo ndani ya mwili wako hautafanyika makao ya magonjwa Magonjwa. na ya shetani tena. Amen.
Maana kwako hata ukitembea umebeba uzima Yes. wa milele. Amina. Hata kama jina lako huwa linakufa na kanisa, tayari umekwisha kupata uzima Uzima wa milele. Lakini ukumbuke kuna mtu mwingine hapo ameambiwa. Yes. Yeye asiye nani? Asiye muamini. Asiye muamini. Hebu sikia habari yake. no uria utamwathikagira ndakagĩa na muoyo. Lakini huyo asiye muamini mwana wa Mungu hatapata uzima wa milele. Nikodolea macho hata akipanga laini hapa. Apokee sakramenti na apokee kikombe ya divai, kama ndani yake hakuna imani na hajamwamini mwana wa Mungu. Sema amen. Hiyo ni kama tu kikombe ya maji. Maandiko imetuambia hatapata uzima wa milele. Hivyo bado atateswa na magonjwa, bado atateswa na utumwa. Halo. Kuna mtu anadhania hata yeye anakuja kwamba niende, unajua nasikianga hiyo damu inaponya. Atakapoipokea yeye anaamini kupona, lakini haamini mwenye anaponya. Yes. Hena kaudo wanyita. Kuna kitu umeshika. Yeye anataka apone. Yes. Ni broka si kiroho. Ni broka wa kiroho. Halo. Halo. Sijui kama unanielewa. Yes. Anataka hii microphone. Na hata akiendea hata haangalii mwenye ako nayo. Anaichukua Hii kwa ndio nguvu. anataka. Lakini hataki mwenye microphone. hiyo microphone. Yes. Anataka apone. Yes. Aponywe na hiyo damu. Lakini mwenye damu hamuhitaji na hata hamutaki. Hamtambui. Maandiko imesema ya kwamba huyo hatapata uzima wa milele. Niki akagĩa nakio. Egũtũũra arakarĩirwo nĩ Ngai. Egũtũũra arakarĩirwo nĩ Ngai. Maisha yake yote ataishi kuwa na ghadhabu ya Mungu na hasira ya Mungu. Hapo ndio utaona ya kwamba anaenda kwa kanisa lakini hasira ya Mungu iko juu yake. Sema amina. Anajaribu kufanya nini lakini hasira ya Mungu iko juu yake. Mkodolea macho mwambie shida ni imani. Shida ni imani. Ndio mwera negoetekia. Tutoke 3 tuende 4, bado tuko pale Yohana. Twende 4, Yohana 4 mstari wa 14. Inasema Yohana 4:14, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika. Sikia, yakibubujika uzima wa milele. Uzima wa milele. Todie Gikuyu. Ibuku rĩa Johana mũrango wa 4 mũhari no 14. No ũrĩa wothe ũrĩnyuaga maĩ marĩa ngũmũhe ndarĩ hingo akanyota rĩngĩ. Maĩ nĩ kĩ? Maji ni nini? Maji ni muoyo. Maji ni uhai. Sema amina. Amina. Hivyo hapa Yesu anajaribu kutafsiri. Yes. Yoyote atakaye niamini, Amen, atakapopatana na uzima wa milele. Yes. Sema amina. Amen. Maji yanaondoa kiu. Amina. Na ili kiu iondoke lazima ukunywe maji. Kabisa. Kiu ya maji sio ya soda. Mfano aliyempokea mwana wa Mungu amepata uzima wa milele. Amen. Ndani ya uzima wa milele alitaka gari. Kiu yake ni gari. Naye mwana wa Mungu atampa hiyo aliyoitamani, aliyoitaka, aliyoomba. Maana maji ninayompatia hatapata kiu tena. Maandiko inasema ya kwamba chochote kinatamaniwa na mtu mwaminifu na mtakatifu, Mungu sababisha kimukaribie. Amen. Halo. Anatamani kitu. Sema amina. Amina. Simama pale John. Yeye hajatoka hapa. Lakini kuna kitu anatamani siku moja awe na gari. Sasa hiyo gari hata ikiwa Mombasa inamkaribia. Amen. Halo. Anaitamani tena. Inamkaribia. Amen. Anaiombea kwa imani na inafanya nini? Inamkaribia. Mwishowe Mungu atampatanisha nayo. Lakini sikia. Amen. Chochote kinatamaniwa na mtu mwenye dhambi. Kinakuwa mbali. Kama kilikuwa karibu, kinamuondoka. Mungu anafanya kiondoke. Hivyo kuna watu wako kwa kanisa na kuna kitu wanatamani. Lakini badala kiwakaribie, kinaenda mbali. Bado kinasonga. Kabisa.
bado kinafanya nini? Kinasonga. Kinasonga Kabisa. hapo unapata ya kwamba mwaka ukiruka, alitabiria mwaka akasema ya kwamba pass, huu ndio mwaka wangu. Kabisa. Lakini akichunguza hata heri huyo mwaka uliopita, maana huu ni mbaya kuliko hiyo ingine. Yes. Sema amina. Amina. Maana kilia na kitamani Kinamuondoka. kinaendelea kufanya nini? Kusonga. Hapa Yesu anasema kwamba yeyote atapokea maji. Yes. Maĩ marĩa heanaga Maji yanayopeana. mũndũ ũcio ndakanyota rĩngĩ. Huyo mtu hata kuwa na kiu Tũrathimwo tena. nĩ Ngai. Amen. Kitu cha kwanza ningeomba Mungu atusaidie. Amen. Na huu muujiza ukatendeke siku ya Jumapili. Oh, yes. Kwa mtu yoyote anayemwamini Mungu. Amen. Mungu amuondolee kiu ya dhambi. Amen. Kiu ya dhambi. yes. Kiu ya dhambi. Baba wa mbinguni akatuondolee kiu ya dhambi. Amina. Oh Jesus. Ukichukia dhambi. Ukichukia dhambi. Yes. Sema amina. Amina. Hata ukiona unaitorokea. Wewe na Ngai mwendogo. Wewe na Mungu ni marafiki. Sema amina. Amina. Maana kuna mtu hakosei kwa kutaka. Hakosei kwa kufanya nini? Kwa kutaka. Yes. Kuna mtu hata aliamua ya kwamba by the way hata kunywa pombe na watu wanajua kwamba ni ukweli hata kunywa. Halafu wanatoka hapa wanaenda Nyeri sherehe fulani. Kabisa. Halo. Hello. Na kwa sababu yuko katikati ya watu, Ya walevi. katikati ya watu, na hawa watu utapata kwamba labda ni watu wameokoka. Akijaribu kuangalia mahali anaweza pata kakitu kakununua agoge, anakosa. So inabidi tu afanye nini? Awe mtakatifu, lakini sio kwa sababu ya kutaka. Kuna kiu anasikia na mwishoe. Huyo mtu hata eli alipe pikipiki 500. Aiambie unikimbize mbio. Yes. Mbio. Hari oramenya ingekunora. Mahali nitaenda kufunua. Mundu ucio mumwagaga ndagika 10 tu. Huyo mtu mnamkosa dakika 10. No agioka. Lakini akirudi. Mami, ng'ombe no ĩmbegũ kweli? Ĩno nĩ yana gũkona mbegũ. Inakuwa na mbegu. Ameweza kuona watu watatu. Alafu ukaigua na ingehia ndeto. Sikia maneno yameongezeka. Na ingehia ke? Ameongezeka maneno. Kana ga sister yake ni akoya kamwe magũrũ me igũrũ hakuya kagoithie. Ai, Nashindwa huyu. kuna kitu kimeingia, sio kupenda. Yes. Kuna ile kiu. Amejaribu kukunywa ni watu wengi sana nimewaombea mpaka mtu anasema kwamba na bisi uniombe, mimi sio kupenda. Mimi nasikiaga kama nasukumwa, ni kama nitapata mabawa. Nikipia tu hata anasema ya kwamba sio kukunywa. Niligonga tu kidogo. Akili ya shetani. Shetani alimwambia akigonga yako kadogo ati sasa hajakunywa. No, imeninukia tu noko nungerera. Imeninukia. Huyo mtu sio kupenda. Yes. Kwake kuna kiu ya dhambi. Sema amina. Amen. Sasa kwa sababu siku ya Sunday tutapatiwa maji ya uzima. Yes. Si Mungu atuondolee kiu ya dhambi. Jesus. Halo. Amina. Kiu ya dhambi ikiondolewa. Yes. Huyo mtu hata akiwa ndani wa hiyo kilabu. Yes. Hata bahati mbaya. Ingine idodoke hapo asikie inamwaga. Watasema kwamba itaharia. Mwaga pale. Ando moragia ni ndiretekia. Siamini. Ni maila wito watigire joy. Ndugu yetu aliacha pombe. Sio pombe tu iliondolewa. Yes. Baka ile kiu iling'olewa. Halo. Halo. Baka Ile kiu. mwingine utapata ya kwamba anavuta bangi. Ugaemeni. Amina. Alisema kabisa hata kunywa, lakini wacha asikie ikivutiwa na hapa. Manioro ni tavege. Mapua ni kama senge. Ako karufu. Kabisa. Kanaamusha masaitani ya kwake. Kabisa. Turathimwo nĩ Ngai. Amina. Barikiwe na Mungu. Na nĩ moruke tu. Na ni harufu tu. Halo. Halo. Na ũrĩa ũranyua nĩgetha nginya ingĩrĩ agucagia ũkona nginya nĩ agũtha kĩongo. Anavuta wakati ule anagonga kichwa asikie kama imeingia. Nĩgĩthukia tombo. Gĩtonya hakiri-inĩ. Ingia akilini. Huyo mtu by the way sio kumaanisha hawezi ati hatamani kuvaa kasuti kama aka kangu. Anaweza tamani kukaa kama kabuda. Yes. Anaweza tamani kufunga katai. Kabisa. Na siku ya Sunday aseme ya kwamba ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe ametenda mema. Natamani hiyo. Poso unaona ya kwamba hata akifika kwa kanisa ndageikara haha mbere. Hawezi keti hapa mbele. Haha mbere ndageikara. Hapa mbele hawezi keti. Unaona amekaa pale nyuma, najaribu kujikaza kuambia shetani, wewe shetani wewe, hiyo kiu usiondoke. Lakini mwishowe tunapata ya kwamba
Hata alisema labda hata nunua, amepata mtu anakuja na mwambia kwamba unipatie nigonge ngapi tu. Masita kwa tia. Sigire tu. Alafu anagonga kichwa anasema unaona ikikeigwa leo ginya muhunjia. No jigwe muhunjia leo. Sasa nitasikia hata mhubiri. Aikara tikwenda ni ngoma. Sio kupenda ni shetani. Sema amina. Amina. Inua mikono sema Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni. Niondolee kiu ya dhambi. Niondolee kiu ya dhambi. Sema Baba wa mbinguni. Niondolee kiu ya dhambi. Niondolee kiu ya dhambi. Inasema pale 14, lakini yeyote anayekunywa maji nitakayompa hataona kiu kamwe. Hataona kiu kamwe. Inua mkono sema kiu itaondoka. Kiu itaondoka. Maji nitakayompa itakuwa ndani yake. Itakuwa ndani yake. Chemichemi ya maji. Chemichemi ya maji. Inua mikono sema chemichemi. Chemichemi. Sema kwa sauti chemichemi. Chemichemi. Haleluya. Atakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Sikia huyo mtu hata akienda chadhe. Yes. Hello. Hello. Ukisikia huyo mtu anaongea maji yanabubujika. Oh yes. Maji uzima wa milele. Amen. Hata ukimwona bahari kwao. Yes. Akipewa nafasi aongee. Oh yes. Maji yanabubujika. Amen. Akiwa mahali kwa chama. Yes. Hata akikasirishwa. Yeah. Hata itwe majina isiyo yao. Hakibii kuhukumu na hakibii kukasirika. Yes. Kile kiko ndani yake. Ni maji yanabubujika. Maji ya nini? Ya uzima. Maji ya uzima wa milele. Sema amen. Amen. Inua mkono uambie Mungu mai mashoni mwaguheda. Hayo maji ndio ninahitaji. Bado hatujatoka Yohana. Yohana 6 mstari wa 40. Kwa maana mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mmoja amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele. Nami nitawafufua siku ya mwisho. Amen. Tuthie Gikuyu. Tondu wendo wa awa ni ati aria othe monaga Mũriũ na makamwĩtĩkia no mũhaka magie na muoyo wa tene na tene. Na niĩ nĩngamariũkia mũthenya wa mũthia. Kinyia hao kila mtu anitazame sasa. Uzuri wa mtu aliyemwamini Mungu. Yes. Kuna kitu anapewa kikae ndani ya moyo wake na ndani ya mwili wake. Amen. Jambo la kwanza uzima wa milele. Amen. Aishi mpaka atosheke. Amen. Yes. Alafu uzuri wa huyo mtu kuna kitu Mungu amempromise. Kuna agano yake na Mungu. Amen. Mungu anasema ya kwamba anamfuata mpaka mwisho. Hapo ndio anaambiwa ya kwamba na hata atakapokufa mimi Bwana nitamfufua. Hebu angalia hii tumaini. Mungu amekuwa pamoja na yeye alipokuwa hai. Amen. Na alipatiwa uzima wa milele. Hivyo hakukufa na kansa. Hakukufa na ajali. Halo. Hakukufa na magonjwa ya hapa duniani. Alikufa kwa uzee. Na maandiko yanasema kwamba Mungu bado atafuata kaburi ya kwake. Asema ya kwamba na hata mahali alimepumzika mimi Mungu nitamfufua. Tuthie Gĩthweri rĩngĩ John. Inasema pale 40. Kwa maana mapenzi ya Baba yangu, mapenzi ya baba yetu wa mbinguni ni kwamba kila mmoja, ni kwamba hivyo mapenzi ya Mungu ni kila mtu kama siku ya Sunday ashiriki katika ibada ya meza ya Bwana. Asijitenge kama mchana. Maana umepatiwa siku 7 za kujitakaza na kujiombea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwani kuna mtu anaweza kosa kitu ya kubadilishana na mwana wa Mungu? Hapana. Sio aibu uliobadikwa uliovalishwa kama nguo uipeane kwa mwana wa Mungu naye akupe furaha ya milele. Amen. Kwa maana mapenzi ya Baba yangu, hii ni mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Amen. Ya kwamba mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mmoja amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima. Hiyo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Osio niguo wendo wa Ngai. Hiyo ni upendo wa Mungu. Yeyote aliyemwamini Yes. asikufe kwa sababu ya kidney failure. Oh yes. Asikufe kwa sababu ya heart attack. Oh yes. Asikufe kwa sababu ya shukari. Amen. Asiuawe na pressure. Amina. Asikufe kwa magonjwa inayoua watu wengine. Oh yes. Mapenzi ya Mungu. Oh yes. Huyo mtu awe na uzima wa milele.
Watu wa rika yake wengi wakikufa yeye bado amebeba uzima wa milele. Watu wa rika yake wakivaa sweta sita yeye bado ako na uzima Wa milele. Watu wa rika yake waking'oka meno yeye bado ako na uzima Wa milele. Hiyo ni mapenzi ya Mungu. Kwa maana mapenzi ya Baba yangu ni kwamba kila mmoja amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Nami nitawafufua. Sikia, nami hawa watu hata watakapofariki, watakapokufa, Itawafufua. sema amina. Amen. Ili neno likatimie. Yes. Furaha ni walio wanaokufa wakiwa ndani ya Bwana. Kristo. Amina. Maana Roho wa Mungu anasema amina, Amina. wakwende wakapumzike. Wakaurithi ufalme wa mbinguni. Mapenzi ya Mungu. Amina. Yaani huyo mtu amekufa na miaka 100 na Yes. malaika wa Mungu bado wamelinda kaburi Nasubiri. yake. Amen. Sema amina. Amina. Maana damu ya mtu wa Mungu Yes. haitamwagika kama ya Kama mbwa. mnyama. Oh, yes. Malaika wanalinda kaburi lake. Yes. Sema amina. Amen. Wanasema ya kwamba tunangojea siku ya ufufuo na uzima. Amen. Maana hapa Mungu ametupa promise. Yes. Na hata huyo mtu atakapokufa Amina. atafufuliwa. Amen. Hiyo kitu itafanyika siku ya Sunday. Oh yes. Halo. Hello. Unajua tuko Kenya. Unajua tuko hii dunia. Amen. Unajua kuna watu wamepatiwa majina yaliyo hai Kabisa. lakini ndani yao wamekufa. Yes. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Walifanya nini? Walikufa. Mizimu bado inatembea na kuna watu bado wanaoa mizimu. Wanaoa Mizimu. mzimu ni mtu ambao alikufa kabla ya wakati wake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata sio kukufa, alikufa. Aliuawa. Na alipouawa kabla hata hajazikwa, maroho yakainua mzimu wa kwake. Yes. Hivi unapata ya kwamba watu wanajua aniko yao alikufa. Yes. Yes. Lakini ukitoka hapa uende Bere North, uende Kisumu na kwingine, exactly aniko yako kwa huko. Wasa ni kwa tora hapa una kanoi. Yeye ndiye anapasua mbao na mashini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya. Sana sana unapata ya kwamba wale watu Saitani maita maige. Shetani mara nyingi Dede kindu kihũthĩrĩra kindu gitari githaka. hapendi kitu ambayo kimetumiwa na kitu kisio kizuri. Saitani yendete kindu githaka. Shetani anapenda kitu kizuri. Sasa unaona ya kwamba anake aria nini na iretu aria thaka. Vijana wazuri na vijana na wasichana Kiriria wazuri muno gukua. ndio wengi wanaangamia. Kuwa anazikwa. Yes. Muzimu wa kwake uchukuliwe. Chukuliwe. Alafu utumwe Murang'a. Kama sio hivyo utumwe Mombasa. Kabisa. Na Mombasa huko iko mtu mwingine yuko na tamaa na kiu ya dhambi. Yes. Akiana kakasichana kanajiita Waatiri. Yes. Na hajui ni mzimu. Tuko na wengine wanaitwa wasukule. Wasukule. Wasukule ni mtu ambao watu walidanganywa wamekufa. Yes. Na hajakufa. Alichukuliwa. Yes. Akapelekwa kwingine. Kabisa. Kuna watu tayari wamekwisha kukufa. Lakini wanatembea. Wanatembea. Ndiposa unaona ya kwamba siku hizi Yes. hata Maasai siku hizi wanavaa suruali. Kabisa. Siku hizi unaona Maathai tare suruali. Marakera nginya athuti. Wanavalia mpaka suti. Hata waganga Yes. wanavaa mpaka suti. Kabisa. Na anafunga tai. Na ni muganga na mchali. Tunathimone Yesu. Barikiwe na Yesu. Haleluya. Haleluya. Maana shetani lazima ajipambe. Yes. Maana anajua ni kindu kiriko kigusagiriria mundu. Ni kitu kigani hicho kinavutia mtu? Kindu kiriko kigusa mundu endete ki. Mwanadamu anapenda nini? Etegagwo na kiria yendete. Kwa kuwa inategwa na kile ambacho inapenda. Mungu na akusaidie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu nafanya nini? Anisaidie. Tuko na watu naona kwamba wakiwa wazuri sana. Yes. Wakiwa wazuri na wakiwa na afya kidogo kidogo hivi. Yes. Amepatwa na ugonjwa anakimbizwa. Unapata na la. Huyu ni cancer. Alafu iko stage 3. Kwa nini ikiwa stage 1 haikujulikana? Ni kitu kigani amebeba? Kifo. Hata ukimwona akimpiga mpira kifo. Kifo. Hata ukimwona akikula ugali kifo.
Alafu shetani amezuilia isijulikane stage 1 na 2. Yes. Maana anajua anaweza tibiwa apone. Yes. Inakuja kuonekana ikiwa stage 4. Tu anasema hakuna haja tuuze shamba. Acha tu asonge. Acha aende. Ana Yesu asifiwe. Amina. Lugha imenije. Sema amina mzuri. Lugha imenije. Sema amina mzuri. Maandiko imetuambia hivi. Yes. Na yeye aliyemwamini mwana wa Mungu. Amen. Mwana wa Mungu atakwenda mpaka kwa kaburi la kwake. Na huyo mtu atafufuliwa. Amen. Hiyo litafanyika siku ya Jumapili. Yes. Kila maisha yaliyokufa. Nasema kila maisha ya mwanadamu yaliyokufa. Kila biashara iliyokufa. Kila ndoa iliyokufa. Kila nyota iliyokufa. Inua mikono sema ifufuliwe. Amen. Hallelujah. Amen. Si Mungu akusaidia sana. Amen. Ungekuwa na macho ya kiroho, Yes. ungeomba sana. Amina. Halo. Hello. Hapa ndio utapata kwamba kuna mtu ameishi mahali fulani, Yes. anakopa 20,000 anaweka kwa kabiashara. Kalikufa. Kalikufa. Anaenda kwa bank, anaiba pesa za mume wake, anaweka kwa biashara. Na badala kainuke, Kanafifia. kanaendelea. Kufifia. Halo. Hello. Juzi niliwaambia sio chochote kinameremeta ni dhahabu. Yes. Niliwaambia hivyo. Yes. Na nikawaambia sio muujiza wote unatoka kwa Mungu. Oh yes. Shetani hufuatilia Yes. matamanio Ya moyo. akiona huyu mtu moyo wake wote ameuweka kwa kazi. Hapo ndiye atakamatiwa. Hapo. Atakopa, akope aweke. Mwishowe awe na madeni mengi. Yes. Halo. Awe sasa hata chakula akipika ili sitira kinyada. Chakula kifiki tumboni. Awe na vidonda Vya tumbo. Sema amina. Amen. Mwishowe awe na mahangaiko. Kabisa. Shetani anatafuta ile njia ya kumuua. Ya kumuua. Mwishowe pressure inapanda ili atakapokufa Yes. pale haro gano herwa tiriri. Pale katika No riri. historia yake. Mutiga ile ni arathinetio ni DP. Alikuwa na DP. Miaka igano na niyo yamuraga ni maheni. Ni uongo. Hiyo imemuua. Yes. Saitani akikufatara kurutagia kunene. Shetani akikuitaja na kuanzia mbali. Halo. Hapo ndio utaona kwamba tuko na mshirika hapo wakati wa kugosha anagosha vizuri. Yes. Lakini kumbe maisha yake alikwisha kukufa. Kabisa. Sema amina. Amina. Lakini siku ya Jumapili. Amina. Malaika aliyetumwa wa kumfufua. Yes. Mwana wa Mungu atashuka. Amina. Sema amina. Amen. Halo. Hapo ndiye atakwenda. Katika kaburi waliokufunika. Kaburi waliozivika nyota yako. Kaburi waliokamata. Hallelujah. Sema amen. Unajua Lazaro akiwa amekufa watu waliona kama ni mzaha. Kabisa. Lakini aliponuka, Yes. watu walisema haya by the way tuwana gani ala kiama. Alikufa. Ni kiama. Ni kweli. Arakenuka. Ananuka. Mesiragia nekerea. Walikuwa nadhani Ni idhako enaleo. ni mzaha nayo. Lakini waliposikia kwamba ananuka sema hii ni ukweli. Amen. Huyo mtu ameenda. Na ndiposa unaona ya kwamba wengi hata hawakumfuata Yesu kwa kaburi. Yes. Unasema hizo ni vipindi. Mtu afufuke aje akiwa amenuka. Ndiposa unaona kwamba hata Mariamu yuko na kiberebere. Yes. Yesu anasema jeneza kaburi ifunguliwe, anasema hapana. Ananuka kiberebere. Sasa wewe kaa niki unachoma bwana. Nilikwambia uamini tu na unyamaza hii kiberebere. Uone Ngai yaweka ate. Uone vile Mungu atatenda. Alipofika akishikalia Ngai ga. Soka kimura murata. Rafiki. Ukira. Amka. Sade kwena njata igetwo tĩri-inĩ. Jumapili kuna nyota. Na nĩigokĩra. Kwĩ mĩtũrĩre ĩgetwo tĩri-inĩ. Na nĩigokĩra. Sema amina. Umeishi kudhania uko na nyota. Na nyota yako wamekwisha kuizika. Lakini siku ya Sunday Baba ataifufua. Wapi kelele? Sema amina. Amen. Abia mwenzako bado tuko pale kwa Yohana. Bado tuko pale kwa Yohana. Yohana 6:54. Yohana mtakatifu 6 kuanzia pale 54. Inasema Yes. mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Anao Uzima wa milele. Si sasa unitazame. Yes. Tuko pointi za mwisho sasa. Amina. Sema amen. Amen. Unajua nimekutoa habari kuhusu vile mtu anapokea uzima wa milele. Yes. Lakini sasa hapa mwisho ndoka kukuhe aja yote. Nimekupa jibu yote. Sema amina. Amina. Njia
inayofanya mtu Amen. aupokee uzima wa milele Amen. ni anayeshiriki katika ibada ya meza ya Bwana. Amen. Anayekula mwili wa Kristo Yes. na anayekunywa damu yake Amen. ikiwa ishara ya ukumbusho. Amen. Yohana 6:54. Mtu yoyote Sikia, mtu Yeyote. aidha ni Mjaruo Yes. yeyote. Yeyote. Halo. Yeyote. Aidha hakuwa ameokoka ni wakati ameokoka. Yes. Ndipo nilisema ya kwamba hii ibada itakuwa ibada ya kipekee. Amen. Halo. Bora ufuatilie tu vile nimekufanya nini? umetufunza. Yes. Hata kama alikuwa maraya huko na ametubu, maana ukumbuke ya kwamba maraya anakuja kwa Yesu anasema ya kwamba mimi najua kutumia nafasi vizuri. Maraya na hata usiku huo haujui alilala wapi. Usiku huo haujui alilala Wapi? Halo, hebu nitazame. Kuna mahali Yesu alimwambia ili usamehewe dhambi nenda ukaombe maombi ya Baba wetu wa mbinguni mara 79. Hapana. Aliambiwa kitu kama hiyo? Hapana. Aliambiwa sasa ili upokee na usamehewe ujitakaza siku 8. Hapana. Hapo alipokea muujiza wake. Amen. Na Yesu kwanza akisuguliwa vizuri anafunga macho. Alafu mtu mmoja anasema ya kwamba wewe ni uitekaga wa idole wewe ni ati ale Yesu anamwambia kilia kanua kau kago ikifuri. Atheni mwenao hende ciothe. Nasikia hivi kwa sababu nasuguliwa na kupakwa mafuta mazuri. Mafuta kama ya Monako. Mafuta kama haya ningepata wapi? Hapo tunaona Yesu akitoa ukali. Yes. Akisikia yale mafuta anapakwa yanaweza chukuliwa Ya uso. Halo. Kwa Biblia ni hapo tu mara moja Yesu hakuonea maskini huruma. Oh yes. Alisema mko na wao siku zote. Siku zote. Lakini mimi wacha nipakwe na nisikie mzuri. Oh yes. Nisikie nini? Vizuri. Alafu akisikia kwa anasuguliwa na nywele. Yesu no maitho arahinga. Yesu ni macho tu anafunga. Tondu oira wa momenye Yesu aturite muthingu oguo ndaumanite handu hangi ahutitio ni moko ma mwana dada. Hakuna mahali alikuwa ameguswa na mikono ya mwanadada. Ucoke ujire ndagucunga. Uniambie kana kwamba hata sinzia. Sema amen. Amen. Hitho rĩrĩa ikirie Judasi Jicho aliyomtupia Yudasi rĩamwĩtire cere maita 10. ilimwambia siri mara 10. Alafu Yesu akĩra mũtumia ũtathiĩ na mbere. Yesu akamwambia dada naendelea. Alafu vile alimaliza kumsugua vizuri na nywele. Yes. Maandiko inasema ya kwamba mafuta ya pesa mingi akampaka. Manukato mazuri. Na Yesu akimwera ni tondu wa ũcio wewe. Kwa kuwa hilo jambo umelitenda. Umesamehewa dhambi. Amina. Hallelujah. Marege John. Inasema pale 54. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Anao uzima wa milele. Kukunywa tu. Yes. Na kukula tu. Yes. Tayari ameupokea uzima wa milele. Nami nitamfufua. Ebu kuna kitu hapa nataka ukielewe. Ukielewe tu. Sio kwa hizi akili tano, kuna akili nyingine ya roho. Ya kiroho. Ushikanisha hii maandiko, kuna kitu nataka ukibia tu uelewe. Oh yes. Sema amen. Amen. Mtu yeyote anayekula Amen. na kukunywa amepata uzima wa milele. Yes. Nami nitamfufua. Swali yangu ni moja, kwani alishiriki hiyo akiwa amekufa? Mtu jana hau alikunywa kikombe akiwa amekufa. Na hapa maandiko inasema kuhusu kufufuliwa nini? Maregi inasema mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua nitafanya nini? Nitamfufua. Hivyo tayari wakati amepokea kuna kitu kimeingia ndani yake kinaondoa na kumtenganisha na maroho ya kifo. Hivyo jambo la kwanza, kabla Mungu afufue mwili, Amen, anafufua mambo yote ya kiroho. Hallelujah. Mambo ya kiroho yaliyokufa. Amina. Na yatafufuliwa siku ya Sunday. Amina. Siku ya nini? Ya Sunday. Ikiwa kuna mtu tu aliongozwa na wivu. Yes. Wivu tu. Wivu. Sema amen. Amen. Badala hiyo nyota aende aitumie, alienda akaizika. Kuna mtu nyota yake ya mapato alienda tu kwa moyo mwema akapea mtu mmoja wa familia. Yes. Ndipo wakati mwingine usiwe na huruma nyingi kama mwana wa Mungu. Kama Mungu hajakutuma wacha kufanya. Usimpe. Kama Mungu hajakutuma Yes. usifanye.
kama Mungu hajakutuma usifanye. Yes. Kuna mtu utapata ya kwamba amekuja tu kwako na umasikini mwingi na kwanza anakuita majina mazuri mazuri, karibu uanze kulala ukiwa umesimama. Daddy auntie. Yes. Baka unasikia huruma wewe. Kuna mtu vile utatoa hiyo pesa. Yes. Nyota yako Imeenda. na hii nimefundisha sana. Baka vile watu nyota zao za biashara zinakamatwa. Yes. Halo. Nikasema waganga wanaenda wanatafuta shilingi 1,000. Yes. Inafanyiwa ibada. Ibada. Na huyo ni mtu anataka kukuroga, maana duka yako unafanya vizuri kumuliko. Yes. Inagangwa, inatengenezwa, alafu anaambiwa ya kwamba Monday Nenda uombe change. Anakuja kwako na kuambia kwamba mama kaya nisaidie na hicho. Gai. Hiyo 1,000 utakapochukua. Yes. Uweke pale unawekanga pesa. Jesus. Hapo ndio utajua umefunga chui pamoja na kondoo. Hii 1,000 imeingia pale unawekanga pesa. Ina meza zote. Na zile pesa zingine umechukua zote umempatia. Hivyo ndivyo baraka yako na nyota yako na mafanikio yako yamekwenda. Oh Jesus. Ama wewe hujui baka kuna mtu mwingine anatumwa anaambiwa ya kwamba ili tumuroge. Yes. Tafuta pesa atakaitoa kwa mfuko wake ukiona. Unapata kwamba huyo mtu sio masikini. Yes. Lakini amekuomba 100. Na ukimwangalia hana kwa pesa. Akai kukosa pesa. Uko na 100 hapo nisaidie. Wewe unafikiria ati ni mara moja anachukua na baka na kuambia pesa zake sijui simu imezima. Sio mara moja ananunua. Hiyo pesa utakapompatia Monday anaenda naye. Kwa Kitui. Anapeleka ile pesa. Hapo ndio nyota za watu zinafanya nini? Zinakamatiwa. Hivyo kuna mtu utapata ya kwamba kwa sababu ya wivu, yes, hata nyota hakuichukua imsaidie. Alienda kuizika. Halo. Ulienda kwa aunti yako Geshagi vile tunatembeaga Disemba? Yes. Kwa sababu aunti mori yako wewe ndio na bebe. Kuni mahindi tu. Na hilo vitu yako unarudi mfuko unatoa hiyo 500. Kenogo. Badala anunue sukari, anagojea uende. Usiku utampata akiwa Devi, anaenda huko kwa Marigo, kwa Madizi, anatafuta kashimo. Anaweka 500 na anaikojolea. Hii ni akili ya shetani. Unajua anasema nini? Kwa nini? Watoto wa dada yangu wafanikiwe na wangu hawajafanikiwa. Hawajafanikiwa. Kwa nini wafanikiwe? Na wangu wanahangaika tu. Unapata ya kwamba mtu alikuwa anaweka bidii, akikuja na uko gathire, kugeira mathina. Woi Ngai wa matunu alitoheirwo. Halafu sasa akienda kwa makanisa, yes, kanisa yoyote ambayo haina roho, hiyo ni kaburi. Maandiko inasema hivyo. Yes. Kanisa yoyote ambayo haina nini? Roho wa Mungu. Haina roho, hii inakufa. Sasa huyo mtu atorete inete kwa ogua geka ikinyoguo, no mayanga ima guo yake no gutarukera ataruka. Ameishi kwa kwenye karia. Na Mungu auge hope. Siri yake Ngai arie. Mungu aseme. Ugaemani. Amen. Mundu werwo kile kirakuria. Kile ambacho kinakula wewe. Hapo ino. Athuthuria Wambui. Auge ni tata wanyu. Seme ni aunti yao. Moya ni kwao. Mulikuwa wapi? Ni kwa ikaraga. Mwea. Mwisho roho Mungu akifuatilia. Yes. Sasa apetiko gya ginya abuyo kabia ginya komotoka. Na ndio bia cia kusia thikiruha ni mundu utari na Ngai. Ni pesa zako zilizikwa pale na mtu asiye na Mungu. Amen. None gote ya Ngai wa. Lakini naheshimu Mungu wa mbinguni. Sadi. Jumapili utakapoipokea. Yes. Malaika watashuka immediately. Yes. Hiyo yote alifunika nyota yako. Yes. Alizika kipawa yako. Yes. Alikamata nyota ya mtoto wako. Yes. Ataachilia by fire. Ataachilia by fire. Ataachilia by fire. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kama hataachilia kwa amani. Yes. Mtuaroge. Kichwa ikiruke. Alafu pale alizika hiyo pesa na akakojolea. Aende achimbue mwenyewe. Hau niho wale ikaraga. Hallelujah. Otherwise. Yes. Dunia haina huruma. Dunia haina huruma. Guthekio ti kwendwo. Kuchekeshwa si kupendwa. Amen. Amen.
Mundu anyitagwo mtu anakamatwa na akaherithio na anaangaishwa ni andu akwao muci. na watu wa nyumbani kwao. Hata wale walifanya Yusufu maisha yake ijae dire ni watu waliozaliwa pamoja. Waliokataa Yefitha akafukuzwa kama mbwa, watu wa nyumbani. Sema amina. Amen. Ukwera sigo ici. Nakwambia haya maneno. Sijui kama umewahi niwe huko Nairobi kwero uriri. Na Nairobi kuna ukoo. Huku Nairobi wamebarikiwa. Yes. Amevaa suti. Akona gari ya Subaru. Yes. Lakini akiamua anaenda kwao. Nyumbani. Anaenda kwao nyumbani. Jambo la kwanza atafuta kwanza matambara na maviatu mafurota. Yes. Gari aificha kwa neighbor, aingia kwa choo atoe suti, yes. Aende na maana akienda na suti atarogwa tu. Gari akienda na ni mpya. Injini inanoka. Na anajua labda mama yake mzazi ni mchawi. Anajua nyanya yake ni mchawi. Sasa huyo mtu anatumia ubogo, anasema ya kwamba sasa nitacheza na akili zenyu. Yes. Akienda wakimuona akiwa masikini, halo, wanafikiria bado anafanya nini? Anateseka. Sasa gari ni kitu kigani? Alafu akirudi Nairobi anaangalia, anachange tena, anavaa suti na kagari kakwake. Yes. Tondu andole mamurigiceirie ni orukwe nyoka. Kwa watu waliomzunguka ni watu wabaya kuliko nyoka. Wewe ndakwira atia? Nimekwambia namna gani? Aho no huberenda. Ukishiba funika tumbo. Tolio shoki no waigua wewe. Umesikia wewe? Ndomorie no waigua. Umesikia? Wahona ukishiba. Wahona uberanda. Si ati Mungu amekubariki vizuri unatengeneza nywele ya 5,000. Urani gutisha gesagire wewe. Unaenda kutisha kina nani wewe? Dorute wa mosodo. Si utoe funga mosodo. Guy. Sema amen. Wani hakwe. Shauri yako. Maandiko ya mwisho wa Korintho wa kwanza 11 mstari wa 27. Hii sasa ni onyo ya mtu ambao atakuwa amejipanga kupokea mwili wa Kristo na hajajipanga vizuri. Tudhie 27 inasema, kwa hiyo mtu yeyote alaye mkate huo au kukunywa kikombe hicho cha Bwana hivi isivyo stahili atakuwa na hatia ya dhambi juu ya mwili na damu ya Bwana. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe. Tikiza mwenzako mwambie wakati wa kujitukuza. Wakati wa kujichunguza. Ndio mwira wakati wa kujichunguza. Kwa hiyo mtu yote alaye mkate huo au kukunywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa na hatia ya dhambi juu ya mwili na damu wa Bwana. 28 inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate. Sikia, ndiposa nimetumwa bera na siku 7. Kila mtu ajiita nini? Mkutano. Na ajichunguze. Afanya nini? Ajichunguze. Na atubu na awe tayari kupokea. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinyea kikombe. Mstari wa 29, kwa maana mtu yeyote alaye na kunywa pasipo kuutambua mwili wa Bwana hula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe. Mstari wa 30, hii ndiyo sababu wengi miongoni mwenyu ni wagonjwa na dhaifu. Tolio shoke hauna waigua. Umesikia? Halo. Mgonjwa. Ati mtu yeyote anayeupokea mwili wa Kristo. Yes. Na kikombe cha mwana wa Mungu. Yes. Bila kuutambua. Badala apone. Anagonjeka. Alafu mwili wake badala uwe na nguvu. Unakuwa dhaifu. Badala apone. Anagonjeka. Badala awe na nguvu. Anakuwa dhaifu. Mwili unaregea. Kabisa. Todhie John. Mstari wa 30, hii ndiyo sababu wengi miongoni mwenu ni wagonjwa na dhaifu na wengine wenu hata wamekufa. Hii ni ya mwisho. Sisi hakuna Biblia maandiko ingine nasoma. Hii ni ya mwisho lakini hii ni onyo. Hii ni warning. Sema amen. Amina.
Hivyo ujichunguze vizuri. Maana mambo ni matatu. Amen. Either upone masaitani yaondoke, Yes. ama uwe mgonjwa, Uwe udhaifu. mwili ulegee, magoti igongane, Na ufe. na ukiwa umejichanganya kabisa. Usonge. Na hapa huwezi sikia kanisa watu wakisomewa. Lakini mwenye anasoma anasema kwamba nikiorona thĩinĩ wanyu. Ndiposa unaona ndani yao Oihorete arwaru. kumejawa na magonjwa. Na andũ mĩĩrĩ yao ĩtarĩ na hinya. Na watu mili yao ina nguvu. Na wengine hata wamekufa. Ni wafu. Nathoma rĩngĩ kuma harĩa ndakwĩra. Inasema kuanzia 27. Kwa hiyo mtu yote alaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili. Sivyo stahili. Huyu ni mtu ambao jambo la kwanza hajapokea mafundisho, hajafundishwa, hakuna kitu anajua. Yeye amekibiria maana amesikia damu na mwili wa Kristo unaponya. Alafu unapata ya kwamba sasa hata haujui amelala wapi, hajajifanya nini? Hajajitakaza. Hajatubu. Kuoshwa kwa damu itutakasa ya kondoo, uwe safi, uonye upe mno. tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, Siwe safi, uonye upe mno. tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Sema amen. Amina. Jambo la kwanza hata sasa. Yes. Damu ya mwana wa Mungu bado bichi. Yes. Bado inatiririka juu Amen. ya msalaba. Sema amen. Amina. Bumu kodole macho mwire no urehira gwithamba. Labda ukatae kuoga. No mwire no wendire giko. Labda upende uchafu. Tondu mundu wothe uthaithaga Ngai. Mtu ambaye anamsihi Bwana, Ngai ni amurekagira. Mungu msamehe. Sema amina. Amen. Uguo ungiona mundu ucio, Ukiona yule mtu, tukifika katikati ya ibada anapotea. yes, No akoriwe murogi. labda yule ni mchawi. Halo. Hello. No majoni. Wakorintho wa Unajua kwanza. by the way hii watu Ni hawafundishwi. serious. Ni serious. Hii watu hawafundishwi. Yes. Kanisa nyingi zile zinafanya hii ibada watu hawafundishwi. Hawafundishwi. Hivi unapata kwamba hata adui wa madhabahu ameshiriki. Adui wa huyo nabii ameshiriki. Anashiriki. Adui wa Mungu ameshiriki. Maana amefundishwa nguvu yake lakini hajafundishwa side effect. Hiyo hakuelezewa. Ambayo faida ni hii Na na madhara mabaya ni hii. Mambo ni mangapi? matatu. Ugojeke, magoti igongane. Kama sio hivyo, Usonge. Roma. Wakorintho wa kwanza 11:27. Kwa hiyo mtu yote alaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa na hatia ya dhambi. Isivyo stahili atakuwa na hatia Ya dhambi. Juu ya mwili wa damu. Juu ya mwili wa Juu ya mwili na damu. Juu ya mwili na damu ya Bwana. 28 inampasa mtu ajichunguze. Sikia, ambia mwenzako umepewa nafasi. Umepewa nafasi. Ufanye nini? Ujichunguze. Kila mtu afanya nini? Ajichunguze. Jichunguze. Gutire wehia woiga na kirima. Hakuna dhambi inatoshana na mlima. Halo? Halo. Katigwa chairman. Nego baba. Ara ndatumwo na ndakwe hinda ria. Nimetumwa nikupe muda mzuri. Ujichunguze. Usamehane na huyo mtu mmekosana. Sema amina. Amina. Sasa kwa sababu hebu angalia labda mmekosana hapa na Getau, kuja Getau. Nataka tena nikuonyesha akili bovu ya shetani. Na wewe uko na kiburi. Badala ukuja kwa Getau msameheane, unasema ya kwamba right hata nisishiriki hiyo ibada. Kafajake kulia. Sasa wewe bado ni mjinga. Yes. Maana bado mtu ambao hashiriki hana uzima wa milele. Ni mfu. Na magonjwa yote atakuwa ndani yake atampeleka kwa kaburi. Yes. Sasa kuchukua hatua msameheane na Getau na kukufa na magonjwa. Itakugharimu. Ni gani rahisi? Sini ya kupata Getau mwambie kwa kile kile ni ndo ndo wonyo na gani. Ni ndo tukigoca uguo gwitaga ngoma, gwitaga saitani. Kisifu hivi na kuitaka shetani. Akuambie ni ukweli. Yes. Na kwere ngoro yako ni thereire ngoro yao. Moyo wangu ni msafi mbele zako.
Kuliko ukatae kukuja kuomba msamaha. Wednesday weke guone haha. Wednesday wengine ni kuone hapa. Tewe na thina wa mahindi. Uko na shida ndirarutire ibada ya kuhonia andu. Na nilifanya ibada ya kuponya watu. Ni ukangora we. Utanipata wewe. Ndugata ya Ngai. Mtumishi wa Bwana. Ndeigwa mwena uyu wothe. Na hisi upande wote. Tawe murie ni nyoni. Na nimefanya ibada watu wapone na wakombolewe. Ni ukangora hindi wengi. Utanipata wakati huo mwingine. Tugasamania guku. Tutakutana hapa. Rekia John 28. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinywea kikombe. 29. Kwa maana mtu yoyote alaye na kunywa pasipo kutambua mwili wa Bwana, pasipo kutambua mwili wa Bwana, hula na kunywa hukumu juu yake mwenyewe. Mstari wa 30. Hii ndiyo sababu wengi miongoni mwenu ni wagonjwa. Point number 1, ni wagonjwa na dhaifu, na ni wadhaifu, na wengine wenu hata wamekufa. Kinya hau tuthige koyo tangarie. Ifuku ni Akorintho wa mbere. Murango no 11 muhari ni 27. Ni undu ucio mundu o wothe ukuria mugate ucio kana akanywira gikombe kiu kia mwathani uria gutagiriire ri ni kwihia ehirie mwiri na thakame ya mwathani. 28. Mundu ni ambage gwitwiria mbere ya kuria mugate ucio na kunyura gikombe kiu. 29. Ni gukorwo mundu uria wothe uriaga na akanywa ategukũrana mwiri wa mwathani ni itwiro riake we mwene etuagira. Ni itwiro riake we mwene etuagira. Hebu nitazame. Huyo mtu akigojeka, kuna mahali mchungaji ameingilia? Hapana. Na akikufa yeye mwenyewe. Maandiko mauga ni itwiro riake ke? Ni hukumu yake mwenyewe umejichukulia yake mwenyewe. Maana mimi kuhana nabii wa Mungu ni ndiraruta igongona genuine. Yes, natoa dhabihu. Igongona itheru ritikirekete matu-ini. Dhabihu ambalo limekubalika mbele za Bwana. Na ithe witu na wanjetire ni agoka. Na Baba aliyeniita na uthamaki wa matu-ini. Akuja na ufalme wa mbinguni. Abu imagine kwamba kuna mtu atakapo tu upokea hivyo tu. Yes. Ameishi kutafuta mtoto, mapacha wanaachiliwa. Amen. Ameishi kuwa na maisha ya kung'ang'ana, anafunguliwa. Yes. Na kuna mwingine tu kwa sababu ya kutokujua amefanya nini? Amegojeka. 30. Kiu nikio gitumite aige ao morwo ni hinya na marware na amwe anyu ni marikitie gukua. Kinyia hau na amwe ni marikitie gweka atia? Wengine wameshafariki. Tukirekia Tukimalizia andu aya manyitetwo ni maundu maya matatu manyitetwo ni moneki. Watu wameshika mambo matatu kwa kukosa nguvu, kurwara, kugonjeka na gukua na kufa. Hawa ni watu walionekana wameokoka. Yes. Hata wakati nabii anasema watu wapange laini, walipanga laini. Walikaleta gutamboka rathinga. Kaa hivyo kama kalasinga. Lakini ndani ya mioyo yao kumejaa tukaburi. Hata kuna mtu hiyo sade, kuna mtu hagesalimia asimwabukishe unajisi. Maana yeye ametoka mbinguni kwa Baba. Aikaretio gukwe ikaria. Amejikalisha. Anaona mtakatifu kuliko watu wote. Hata ameacha kama amegombana na mume wake. Na naye wabagia mushii. Na amani ya kweli inaanzia nyumbani. Alafu kwa sababu bado wale wachungaji wanawalea na wanafundisha, kuna kitu bado wamenyimwa na Mungu. Yes. Hii nimekusomea waigwetere ugu. Kanini ndani ka Biblia hiyo? Ulisikia wapi haya? Lakini watu hawezi wakakiri, wanaambiwa kujani mupone. Damu ya Yesu inaponya. Mwili unafanya hata wewe haunonagi, utanona. Hapa kwa kunona sawa. Watu wanapanga laini wanone. Ni ukweli, maana anayeupokea mwili wa Kristo kama lengo yake ni kunona, atamnenepa tu. Takuwa na hizo mafiga 9. Kama hiyo ndio ulifanya nini? Ulitamani. Lakini mwishowe kama haukujichunguza, adosho mabagia korone ke. Watu wanaishiwa na nguvu. Alafu ukikaka watu utawakosa kwa kanisa. Yes. Ibada ya meza ya Bwana ni kichungi. Kama unatufuata tu, lakini umenikamata huku kama kupe, lakini dole wa roho wako. Wewe si wa roho wa kwangu. Andiko inasema ya kwamba walipokula. Yes.
kidogo kidogo kenyonyo akaingia ndani ya Yudasi. Akafunguka macho. Yes. Akatamani amuuze shilingi ngapi? 30. Mwana wa Mungu. Hii inafanyikanga. Hapo utaona ya kwamba mtu aliyeniita dadia amebadilika, anaongea kama shetani. Hapo utaona ya kwamba mtu alikuwa staff ya kwangu, baada ya miezi fulani ametoka kwa kanisa, anaongea kama kenyonyo. Ujue ni ile mkate inafanya nini? Fanya kazi. None kule aria. Lakini kuna wale Ndoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, arĩa matiũĩ gũtiganĩria, mambia rũgendo matitiganagĩria. Acio matiũĩ kũhotwo nĩ taki. Oiye arĩa mahana wathani wao, acio matiũĩ kũhotwo nĩ taki. Ithuĩ tũhana wathani witũ, ithuĩ tũtiũĩ kũhotwo nĩ taki. No nĩ kũrĩ arĩa akwa nginya thakame. Amen. Acio nĩ arĩa ũngĩmera ũru wa Samueli methebanga. wale ambao ukiwaambia ubaya wa baba anatafuta panga. Amina. Sio ni roho wa Petro. Hiyo ni roho ya Petro. Sema amina. Amina. Tondu Petro ndaheire mundu uria urabicana na Jesu ihinda. Kwa kuwa Petro hakumpatia mtu anayebishana na Yesu muda. Na mtu hata nusu dakika hawezi akapoteza kwa mambo nonsense. Yes. Kuhusu baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana kuna wale wangu hasa nimewazaa Yes. kwa roho. Hao watu hata wakiambiwa niko na pembe wanasema hizo ni mzuri, ili adui akikuja baba anadunga. Amen. Huyo mtu hata ukimtafutia evidence yake wewe mimi ni wa huko ndamu. Nokorwo ndoe baba Samuel araginya kwe Jehova Ngai. Amen. Ugaemani? Amina. Lakini kuna mwingine yuko hapa usiku na mchana anagojea kaubaya kangu. Come on. Hivi. Shetani amwambie bas. Ndio hiyo. Bas. Ndio hiyo. Radhimo ni Ngai. Barikiwa na Mungu. Lakini kuna wengine hata shetani akitafuta gazeti na lori. Nasema usione wana. Niejaretwo. Mimi nimezaliwa na roho na thakame. Na roho na damu. Niende wa muthirimo wa Samueli. Mimi ni wa mguu wa Samueli. Amen. Acio naingi meraka kane twahinga twathie Ngong'u. Ati tunafunga kanisa twende Ngong'u. Ngimakora rucine makihura iratu rukungu makinyire tene. Walifika mapema kule. Turathimwo ni Ngai. Amina. Acio ni aria thakame yakwa. Tondũ mundu ni aheagwo andu a roho. Kwa kuwa mtu pewa watu wa roho wa kwake. Lakini kuna mwingine hata ukiona nikikonda kunyonywa damu na kupe za watu. Gohasi ya ndo. Kazi yao ni kushikilia na kufanya nini? Na kunyonya. Na ukumbuke ya kwamba kupe anayenyonya ng'ombe, Yes. kuna akili hanaga. Ya kwamba huyo ng'ombe kwani wakimnyonya sana akikufa kesho yao iko wapi? Njaa tu. Hiyo ni ya akili ya mashaitani. Kabisa. Akili ya nini? Ya mashetani. Akili ya shetani. Yes. Siku moja ndugu waliona mwenye shamba anawazuilia kukula matunda. Kukula Matunda. Akasema ai hata tusumbua. Wakaitana mkutano. Yes. Wakasema waroge mwenye shamba. Mwenye shamba. Akili ya masaitani. Wajinga hawakujua wakimroga hiyo matunda itapandwa na nani kesho wakule. Na walishikana wakamroga. Walikula yote. Baada ya miezi kadhaa shamba haina kitu. Kaisha. Kama akire muo. Ahadeke. Apande matunda wapate chakula. Ahade matunda. Oguo niguo kwina thia kwitoire yetagirira riyo kagwa. Hivyo kuna siafu ambao ngoja vile utakavyoanguka. Ithue ni ari ako kwina andu ethaga ithue ni ithue tukuite thakame ya muru wa Ngai. Sisi ndio tumebeba damu ya mwana wa Mungu. Ithue na tungigwa turirikanaga uria soso atwirire ukira nduguire tene. Tukianguka tunakumbuka nyanya vile alivyotuambia. Tukurikana Mikaya ugire tho ciakwa. Maadui anamuona takwetare. hata kana kuwa nimeanguka. Na nguruga maringi. Itasimama tena. Tondu mundu muthingwa wa maita mugwanja gekaga ati. Mtu mtakatifu huanguka mara 7 akiinuka. Ekia maandiko macio murio. Aterekio gatagata-inĩ kanyu kwĩna andũ kĩ?
Katikati yenu kuna watu. Kwina ando matare na hinya. Kuna watu wasiyekuwa na nguvu. Hivyo ukiona tukishiriki hiyo ibada. Yes. Alafu baada ya wiki mbili upata kuna mtu anakuambia ni ndiraigua nahisi tu hivyo. Totarathie kanitha ndiraigua kwani wendi kanisani nahisi tu hivyo kuboeka. Bas. Jua. Mulimu we mahende-ini. Magonjwa yamo katika mifupa. Mulimu weke. We mahende-ini. We mwire. 30 kiu nicho gitumite aigi anyu morwo ni hinya. Morwo ni ki? Ni hinya. Na marwale. Na make atia? Na marwale. Na tokurwara mwire marwara nginya maroho-ini ki? Wanagonjeka katika maroho ya kwao. Nikakora mundu uratite Ngai muno no ikiria Ngai moko. Utapata mtu alikuwa ameheshimu Mungu sana ametupia Mungu mikono. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mundu honeire kigongona-ini makiria ya miaka 10. Mtu ameponea zaidi ya miaka 10. Akauthiera kioro. Huo ubaya, huo uzuri wote akauendea choo. Na igwa kigwa niko ni demushinga wakwa. Ningekuwa na bunduki la kwangu. Kuna na matangitura muoyo. Kuna watu hawafai kuishi hai. Kigongona kira kimurerete kiroho gikamuha daipa akagimara. Madhabahu ambayo aliyomlea kiroho kamfunga daipa akakuwa mkubwa. Agimara akauga ni amenyama. Akiwa mkubwa anaanza kusema nimejua kweli. Kionje. Kwa kuwa mlemavu. Kerumaga muhiuhia. Kiu nicho gitumite aigi anyu morwo ni hinya na marwale na amwe anyu ni marikitie gukua. Sema amina. Amina. Aya guko iguru uganie ndire thiini wa maundu macio. Inua mkono useme mimi. Anira uganie ndire wakorwo na hinya. Uganie ndire wakorwara. Mimi si wa kugonjwa. Uganie ndire wagokua. Mimi si wa kufa. Mimi ni wa kupokea nyota. Mimi ni wa kupokea nyota ya uzima wa milele. Ya uzima wa milele. Na hapa nimesimama. Yes. Hata kabla siku ya Jumapili haijafika. Amen. Pokea hiyo nyota. Amina. Ya uzima wa milele. Amina. Pokea nguvu za Bwana. Za uzima wa milele. Amen. Na neno itaendelea. Taendelea. Inamisha uso wako. Mwathani thiini wa itu itheruria Jesu. Nitugugwita na tugucokeria ngatho. Yes Lord. Jehova nirio ritwa riaku na ni wathanire tikana gwetwo na itheru. Oh yes. Ndagutia na ndagucokeria ngatho. Yes. Witagwo mugai tondu we ni kugaya ugayaga. Amen. Gutire hindi uri wara metha hatari na ri. Yes Lord. Noreketie gutuihurira irio o iria mundu ariaga. Yes. No gatigirira ati gutire uguthukirwo nenda kana thukirwo ni mwiri. Amen. Kiugo giaku ni tawa wa kumurikira maguru maitu. Yes. Ngai otoria watwariria na waturuta. Amen. Uria mundu obati kugia na wetikio wa gukumenya. Yes. Na gugutaukwo muthenjeri mwega. Amen. Na wona arikia gwika guo ri. Yes. Ni kwamukira igai. Amen. Ria muoyo uria wa tene. Amen. Na tene. Oh yes. Ngai kugerera kiugo giki Ngai wothe wakiyukia. Yes. Wothe wakiamukira riu ni amukire. Amen. Jateo ya muoyo. Yes. Uria wa tene. Amina. Wothe wauga ekuria mbere. Yes. Na handira kiugo giaku Ngai. Amen. Muoyo urogia thiini wake. Amen. Hamwe na aria mekuraya. Yes. Marokinyirirwo ni mihumo ya muoyo. Oh yes. Rumirira kiugo giaku nigetha ukihingie na ugikinyanirie thiini wa Kristo Jesu. Yes. Nikio twahoya. Amina. Pigia neno la Bwana makofi mazuri.